Unajua ule mtama una negative issues na una positive issues. Nilipata nafasi ya kuongea na JPM on the phone. Alikwambiaje? Siwezi kusema umenifurahisha. Ila naweza kusema umetuliza hasira zangu. Kuna kipindi ulishawahi kufikiria kuacha kazi? Ile yani I wish nimpoteze huyu Adam huyu. Kumbe ulikuwa aje kitu kingine. Mchomvu amefunga ndoa. Mambo ya kuoa haitatokea. You know what I mean? So, Mama Amina hapa. Una present vipi ngoma ile pale? Na ni mtu ana haki yake na ana talenti yake na mashabiki zake. Tell me the truth. The truth. Unahisi kwa nini Joe alikwambia ameondoka lakini amebamiza milango? Leo mimi nasema kila kitu. Unajua zile. Najua Ruge ni mentor wako deep down. True. Asingeweza kukuruhusu upige hatua zile. Kwa umepiga zile hatua sababu hayupo. So Dazen is not loyal. Dazen Selection. Karibu tena kwenye episode nyingine ya Dazen Selection. Lakini ya leo ni very special. Alafu sio special kwako, ni special kwangu. Unajua kwa sababu gani? Leo nakaa na mmoja kati ya marafiki zangu wa muda mrefu. Tumekuwa pamoja, tumepitia challenges nyingi pamoja. Kuanzia tuko wadogo mpaka tumekuwa, zimekuwa na positive, nyingine zimekuwa na negative. Lakini huwezi kuamini, miaka 15 ambayo tumefanya kazi pamoja, imeweza kutengeneza bond ambayo tunayo ofisini. Imeenda mpaka kwenye level ya family. Kwa sababu ile kuitana my brother from another mother inamaanisha kwa sababu tumekutana na hadi familia zetu, tunajuana, na leo tuko hapa, lakini bado tunaendelea kusonga pamoja. Ladies and gentlemen, here is my friend, brother from another mother, all the way from A-Town, Clouds FM, Double XL, Jahazi HD, anaitwa Adam Mchomvu. Yeah. It's kind of weird, man. Yani kufanya interview na wewe, yani it's a pleasure. Pleasure is mine kwanza. So glad to be here, Dazen Selection. Beautiful place, smart people, smart things, vitu vina flow. Niko najisikia vizuri kuwa hapa mama. Wewe ni mtu muhimu sana kwenye movement ya maisha yangu. Yani mimi naamini kabisa kwamba without Adam Mchomvu labda tusingempata huyu Bidaza. Kwa sababu gani unajua? Kuna zile tunabishana lakini katika kubishana tunakuwa tunatengeneza kitu. True say. Ila mimi inspiration ilianzia kwako. Uona uko na uniform ama sio? Nakimbilia ngazi zile za inaitwaje jengo lile? Jengo la Aqua House. Ilia pale na uniform, unapanda ngazi unaenda studio unatangaza. I'm like kumbe inawezekana kufanya hivi vitu still bado uko na uniform. I'm glad right now from Double XL Jahazi now Dazen Selection. Wow. Unakumbuka siku ambayo yalifanyika mashindano ya Bamba Star ambayo wewe ulikuwa mshindi wa pili, lakini huwezi kuamini wewe ndio nyota ambayo imeng'aa karibu kuliko wale washiriki wote. Wewe pamoja na Gea Habibu ambao pia hamkuwa washindi. Lakini ni story nyingine ambayo inatuambia unaweza usio wa kwanza lakini baadaye ukawa wa kwanza. Obvious, Shout out to Agape Msumari. Sijui alidisappear wapi the guy, lakini yeye ndo alikuwa the Bamba Star himself. Yeye alikuwa mshindi wa pili. Kipindi hicho sijai kwenda Mbeya, na sikia stories za Mbeya, watu wanachunwa ngozi na vitu kama vile. Lakini kwa kukosa ile chance ya kuwa Africa Bamba Star, alitokea mtu ambaye anataka kufungua FM station ya kwanza Mbeya. Kwa jinsi ambavyo alikuwa anasikia ile competition on air, akakubali ule uwezo wangu. Kwa hiyo ndo akanibless kuwa program manager wa kwanza wa kufungua FM station ambayo ndio iko Mbeya. Paka leo wanatumia jingo zangu, statement nilizotengeneza. So I'm glad for that. Na labda ningekuwa wa kwanza Mbeya FM isingekuwepo. So kila kitu kipo kwa plan. Very true. Wakati tunajiandaa kwa ajili ya kufanya mahojiano na wewe, I was like, mimi namuuliza nini Adam Mchomvu? Unajua sababu gani? Nahisi najua kila kitu kuhusiana na Adam kwa sababu tumekuwa pamoja. Lakini jamaa wakaniambia no, hiyo unajua wewe. Kuna watu hawamjui Adam Mchomvu. Yani hawajui ametoka wapi mpaka alipofika hapa na mnaishije nyewe kama marafiki. So tuanzie hapo. Who is Adam Mchomvu? Kwa mtu ambaye hakuwahi kumsikia kabisa. Ni brother from another mother. Ni Adam Mchomvu ni mtu tu simple kwa kila mtu ambaye anapenda maendeleo na anaipenda nchi yake, ni mzalendo. Umeona bana, ni radio personality, ni mtu wa industry ya burudani zaidi, ni artist. Unajua ni mtu ambaye anafanya vitu kutoka chini ya uvungu wa moyo wake.
Yeah, that's me. Very true. Umekulia Arusha. Na lifestyle ya Arusha ni tofauti sana na lifestyle ya Dar es Salaam. Especially kipindi kile ambapo sisi tumekuja huku. Sure. Ulivyokuja Dar es Salaam for the first time, ni kitu gani kilikuwa kinakukata sana na ukaona hapa nitaweza kweli? Unajua zile? Of course, story ni ndefu sana. Kumbuka wakati nimekuja Bongo at the first time, ndugu zetu walikuwa wanakaa maeneo kunaitwa Kinondoni Mkwajuni. Hiyo nakuja kwa ramani tu, sijui ni wapi naenda, unajua. Kwa hiyo nilipofika pale Ubungo nini struggle tu fulani, lakini nikachukua ride kanipeleka Kinondoni Mkwajuni pale bana, ndugu zako walihama. Wanakaa Tabata. Tabata Mawenzi. Alafu time ambayo nimekaa ni late kama kigiza kimshaanza kuingia. Kwa hiyo hapo issue ni kwenda Tabata Mawenzi. Look for them people. Tukachukua tena usafiri, tafuta sana mzee wangu. Nachomshukuru Mungu nilifanikiwa kufika sehemu ambayo naenda, lakini hapo ndo nikaona kabisa kwamba okay, niko na different lifestyle from now on. Sababu nyumba ambayo nilikuwa natakiwa kufikia, kwanza baba hayupo, mama hayupo, wako kwenye mitikasi yao. Siku sana kama tatu hivi, kasoro. Unajua kwa hiyo kwa Chuga kama kuna kanidhamu fulani watu wako ndani. Lakini kwenye hiyo nyumba vitoto kibao. Watoto kibao wengi pale ukiingia ukatoka unini maneno ya watu wazima, watoto wanaongea tu, unajua ile. Kaona okay, here I am. Kwa baadaye kwenye 8-9 hivi ndo show wanarudi. Watu wako vyombo nini. Unaona hiyo ni lifestyle ambayo sikuwahi kuexperience sasa. Tunaanza kuexperience hapa Bongo. Wanaimba lini, wakifika kwanza mnaamshwa wote. Mimi mgeni hapo. Amshwa, wanafungua friji, wanaanza kuhesabu barafu. Mmekula barafu za biashara. Wanaanza kuhesabu pale. Like yo, okay, this is it. Kwa nikajitambulisha pale. Mzee alisema unakuja. Kaka nikaona hapa nabidi nikajichimbia mahostel tu na vitu kama vile. Lakini katika situation ile ndo nikajua kwamba niko kwenye culture tofauti na mazingira tofauti. Niko kitani natembea, jamaa anaendesha baskeli hivi kwenye kichochoro. Sasa ile kuniambia nimpishe ama nini, hana honi, akanipiga zini. I'm like, yo, mchizi amenichukuliaje? Unajua sasa vile za chuga. Sasa ndo namgeukia kama style gani, ndo atu mchunie mwenetu huyo, rafiki yetu huyo. Sasa mwenetu mwenyewe alikuwa atuelekeza njia nini. Nikajua kumbe pendo anisanua. Kwa hiyo kuna namna ya kulearn culture ya watu kwanza kabla kukurupuka ili usio karibu the situation. Hakuwa nia mbaya, nilikuwa ananishtua, lakini kwa kule ambapo where am I from, niambiwa hivyo nimeonekana wewe mtoto mzuri, yani inabidi which is not right, haikuwa hivyo. Kwa hiyo yani ndo ilikuwa first time ukuja the first time Kibongo safari ilikuwa ndo kama hivyo, lakini ndo tukaendelea, nikaanza maisha ya hostel. Hapo nikuja chuo. Kwa maisha ya hostel kule ndio mambo mchanganyiko paka Afrika Bamba Star, Adam Chomvu huyo hapo. Umenikumbusha story. Mimi nakumbuka nilikuwa nakaa Mburahati kwa mamangu mkubwa. Sasa unajua na kazini yangu ambaye almost on the same age. Kwa hiyo anakutana na washikaji zake na tunakaa tunapiga story. Sasa mimi nikiongea kama wananishangaa hivyo, wanasema mbona una ulimi mzito? Unajua zile unaongea taratibu ile watu wa Arusha unajua zile. Alafu mbona wakaza maneno, naona kuanzia hapo nikawa siongei tena, nikaenda maskani, mimi nakuwa ni msikilizaji tu. Unajua zile sema ni maisha fulani tofauti na kule tulipokuwa tumetoka. Kumbe ule mlimi mzito na ambavyo naongea taratibu, kumbe ndio pronunciation yenyewe ya lugha nzuri, ndio maana kama presenter my brother. You know what I'm saying? Here we are. Unakumbuka siku ya kwanza kabisa umewasha microphone Clouds FM sasa? Ilikuwaje? Arusha still bado. Rest in peace my lovely sister Vivian. Tilia baadhi alikuwa nafanya naye Dr. Beat. Yule ndo alikuwa trainer wangu wa kwanza kabisa, yani masuala ya utangazaji. Hata mimi ni train yule pale. Shout out to Uncle Sam too. Sababu nakumbuka siku naambia bana Vivi, I want to go there bana, style gani mna present kila siku? Akaniambia mbona hivi vitu possible? Kwa hiyo wewe njoo juu ya kitu ambacho nataka kuongea. Kipindi hicho kuna ngoma ya mwanadada inaitwa Pink, inaitwa Family Portrait. Ile pale, it was my dope song to me. Nakumbuka kipindi cha wakati nakuwa, ile ilikuwa ndo ngoma ambayo naielewa sana. Kutokana na situation family ilikuwa na go through, unajua Kwa hiyo ile ngoma ikawa inani touch. So siku ambayo naenda kwenda on air Clouds FM Arusha pale, hiyo ndo ngoma ambayo nilikuwa na introduce. Nikaikosea, nikasema Family Protection.
Vivi akanicheka kidogo akasema lakini hiyo ni kawaida kukosea kupo. Uhakikishe tu unajua kutamka maneno rasmi ambayo umeyasoma, then penda kusoma magazeti, vitabu inakupa flow ya kuongea. You know what I mean? Yeah. Kwa hiyo shout out to Vivi, rest in peace pia. Wanasema kufa kufaana, sijui msemo na utumiaje hapa, sijui sipaswi au napaswa, lakini after Bamba Star ile kutokuwa winner, kosi ndo nikaenda Mbeya kuwa mtu wa Mbeya kule Mwaisa, Mbeya FM. Dazen na Vivi ndo akabaki Dar es Salaam, mambo ya Dr. Beat hapo Afrika Bambatani, kipindi cha Kiafrika, which means nilikuwa si sound kama nakiweza. Kwa Dr. Beat inaonekana kama ndo show, lakini pale yuko Dazen, yuko na Vivi, show iko very standard. Ile accident iliyotokea ile, bahati mbaya Mwenyezi Mungu akamchukua marehemu Complex na Vivi. Pale ndo chance yangu ikapatikana, sababu Dazen usingeweza tena kukaa pale kupresent na ile kampani yako haipo tena, ikawa kama somo gumu hivi. Ndo tukatengeneza show mpya ambayo ndo ikawa ndo XXL, ambapo ndo nikapata chance pale. Feti naye akatokea pale, family ikawa pamoja, ndo tukaboom from there. Kipindi kile ilikuwa ni kuna namna industry inawezekana ilikuwa ina watu wachache, ama watu walikuwa bado hawajasanukia, maana siku hizi kuna a lot of radio personalities. Waandishi wa habari pia ni wengi sana. Wengi wao tunalaumiwa sisi kwa sababu wana sound sometime kama sisi, unajua zile. Wewe unaonaje? Inspiration ni kubwa, tulifanya vitu vikubwa sana. Kwanza shout out kwako na wale tulikuwa tunapiga nao kazi, tulifanya vitu vikubwa. Unajua kufanya interview ya artist paka natoka machozi, ama kufanya interview paka pressure inakuwa kubwa, vitu vinavurugika, ama kufanya shows paka naleta attention. Unajua XXL ilibidi ifungiwage kipindi fulani kwa ile attention tulioitengeneza pale. Kwa hiyo tulifanya vitu ambavyo viligusa watu direct kabisa, na ikabadilisha maisha ya watu wengine wakawa very positive, kwa wale ambao wakawa negative ndo wanapambana paka sasa hivi kurudi, lakini energy yetu ilikuwa ni nzito sana. Na social media sijui kama ilikuwa ni kivile ama technology sasa hivi ambavyo imekolea, ndo kila mtu mchambuzi, kila mtu presenter. Upresenter unakuwa kama sio kivile, yani unajua ile inanikata fulani, sababu this is very professional, you know what I mean? Right. So ndo hivyo, lakini speed ya dunia ambavyo inaelekea. Kipindi umezungumzia kipindi kile, tulikuwa tuna energy sana. Tulikuwa tuna energy, and tukifanya kitu yani ni kama tunaamrisha Tanzania nzima, it's about this. Unajua mimi nafikiri si kweli kwamba watu wanashindwa kufanya kama sisi tulivyokuwa tunafanya, lakini nahisi kuna namna watu wamepunguza kufanya research na kufanya vitu vyao viende. Huo ni mtazamo wangu, lakini ambayo inawafanya wana base kwenye upande mmoja wa kusubiri story toke social media and then wa deal nayo. Lakini sisi we used to create stories. Of course, yes. Yani unajua zile. Na si tu story, hata event, theme ya event, hiyo event ndio itatengeneza story. Unajua, na si kusubiria nani afanye nini. Lakini pia labda siku hizi kuna options tofauti, vitu vimekuwa vingi, au sio? Ukienda TikTok utakutana na mambo yake kule ambayo unaweza ukatumia kama presenter ukaongelea ambayo ukiingia Instagram, ukiingia mitandao serious, kwa vitu vingi vya kuongea vipo, lakini pia mtu yule wa mwisho ana options ya kupata habari yake wapi. Kwa hiyo kumshawishi paka akae kwenye kile ambacho unakisema as a presenter inahitaji ile energy tulikuwa nayo sisi after school bash. Unafikiri ni hivyo? Kwa sababu ukiangalia show kama The Breakfast Club bado inafanya vizuri sana Marekani. Unajua zile Funky Master Flex show yake bado ni very special. Unajua Ibra in the Morning, yani bado ni special. Mtu akienda kwenye hiyo show kwake it's a big story. Tunashindwaje sisi kuendelea vile kama wao jinsi ambavyo wanafanya? Social media zimeanzia kwao na kila kitu. Sali narudi kwako sasa. Wakati tuna shift from XXL kwenda Jazz. Sisi ni watu entertainment, my brother. Let's do entertainment. Lakini show ambayo sisi tumeenda sahi
ni ya mustakaba wa taifa kidogo, au sio bana? Traffic time, nabidi muangalie habari ngumu, habari nyepesi, michezo, nini. Inatutoa kule kwenye entertainment yetu, japokuwa wenzetu wamekaza na walipokulia ndo wanapoendelea na, ila sisi tumeamua kukua, labda ndo culture ya Kiafrika, ya Kitanzania. Hilo swali ni langu, nataka liende kwa Joseph Kusaga na Sheba. Kwa sababu gani nikwambie? Sheba Maganga. Kwa sababu gani unajua? Sababu ni sasa timu ya mpira wa miguu, yani umtoe center forward umwambie aende nani akacheze kule kama striker au keeper. Sio sehemu yake. You think so? 6-7. Tuko kwenye Dazen Selection, tunapita nje nyingine, then we talk about entertainment kwenye style hii. Ni kweli, upo sahihi, lakini bado Jahazi HD iko pale, so powerful. Ni moja kati ya kipindi pendwa kabisa cha jioni, na big up our colleagues bana pale, George Baltazari Mwandambo Bantu, that's right, Veronica Frank. Show flani si mbaya, ina flow na vibes za watu, na nimependa ambavyo Klaus napenda mtu awe kama ambavyo alivyo. Vero kapenda kupiga story, yuko pale anapiga zake story, imebamba wasikilizaji. Kwa hiyo Dazen kama anakuja na entertainment issues kwa Jahazi HD, akae pale, sababu ndo mambo yake, watu watasikiliza na watapenda. Kwenye industry tumekutana na changamoto nyingi sana. Sure. Kuna kipindi ulitaka kutekwa, watu hawajui. Wow. Yes. Unakumbuka kipindi kile kuna changamoto si ya Vinega, kuna Clouds, kaja Anaconda. Hiyo ni ya pili, ya tatu hiyo. Alafu kuna kikosi cha Mizinga na watu wa A-Town. Hiyo ilikuwa sio na Clouds, hiyo ilikuwa ni ya watu wa A-Town. Kuna nyingine ambazo nimezisahau, na ipi ambayo kwako it was crazy? Those are crazy moments, man. Kipindi kile watoto wa Arusha inabidi warudi kwao. Xenophobia, man. Xenophobia. Kala pina nzio sasa, pina huyu so mchezo pina yule. Jicho moja nini yule wakuburuzwa na gari yule, unajua ile. Kikosi cha Mizinga hapo, yani wako full masnondo. I don't know what happened. Sema presentation yetu na rap ya kina Jomakini, Lodize, nini ikachukua attention ya marapa wa bongo hapa, kaona kama hawa operation warudi kwao. Ikawa ndo kama hivyo. Nakumbuka hizo moment, kuna siku niko mimi na Jomakini na Saganda. Somebody from nowhere, kesho yake anasafiri aenda Ulaya nini, anamchengua Joe pale, unajua ile. Saganda ni mtu wa comedy, kama anafanya comedy kama anachochea, kama anatetea, yani sasa mimi niko pale dilemma, lakini style gani? Sema yule mjamaa mwingine yuko very serious, yafu kesho yake kama anaondoka hivi, asimshike Joe Madrid yale kidi kabaki na nywele kama 5 hivi mkononi. Nikaona this is not. Wapi hapo? Ilikuwa ma night life. Nikitaja nitaharibia labda ofisi hiyo jina yake. It's okay. Ofisi kwani ina operate hadi sasa? Umejuaje haiwaki? Utakuwa unajua hiyo story. Naijua, of course. Of course. Unajua vitu vingi. Ilikuwa maisha hiyo. Jamaa kabaki na nywele kama 3-4 mkononi, nikaona this is not right. Saganda afanya kama komedi yake anaendelea. Tukachinchana na jamaa pale, wakaja mabouncer, story kaja kuwa nyingine accordingly. Hiyo ni 1. 2, Dunga ni moja kati ya producers ambao walikuwa wanawaproducea kikosi. Lakini Dunga naye pia alichezeaga kibano. Kwa nini unawaproducea jamaa wa Arusha? You know what I mean? Hiyo ni nyingine. Bado ile akina Bunako nao ambao ilitokea Sleepway. Jamaa kapigwa spray, kapigwa ngumi, kavunjwa taya. Ile nayo ilikuwa ni issue nyingine noma sana. Dazen, sijui nikwambiaje kuhusu, sijui kama hii ulikuwa unajua kwamba wale jamaa walikodisha Costa. Kuna Costa ya Manyang'au yalikuja Bongo hapa. Kutoka A-Town. Na anafanya nightlife, wanawatafuta hao jamaa waliowapigia wasanii wao kutoka Arusha. Bwana we. Yani tuonyeshe tu ni pale, yani usionekane. Yani usionekane, tuonyeshe tu ni pale, afu wewe hii kitu haikuhusu. Wasanii wenyewe sijui kama walikuwa wanajua kama kuna watu walikuwa wanakuja kwa ajili yao hivyo. Tunasikia kesho mbwa amekutwa getini kwa jamaa, kapigwa visu, mbwa kafa, mbwa kwa ajili ya ulinzi. Ilikuwaga ka very serious issue, na nasikia jamaa hajawahi kwenda A-Town tena right after that issue. Nafikiri as a Dazen Selection tuwakutanisha jamaa to squash that beef, maisha yaendelee. Nafikiri imeisha. Au? Sasa mbona hajaenda tena Arusha mpaka leo? Mchomo anazungumzia kwamba Pina hajaenda tena Arusha.
toka kipindi hicho, hiyo situation ambavyo ilitokea. Mchomvu anakashakatisha story, ila Mchomvu pale kutoka Maisha Club ulitokaje? Hiyo ni story nyingine, zipo nyingi. Okay. Tulikaa sana chini ya ulinzi, mzee wangu. Tuko chini ya ulinzi mno kutokana na situation ya mambo ya hip hop. Kipindi hicho tuko tena Maisha Club hapo. Hiyo ni another day. Sisi kujoka kangolewa nywele, hiyo ni siku nyingine. Niko hapo with a beautiful flani hapo nini, kipindi changu hapo. Mara akuja bouncer. Bana wewe ndo Adam njoo ofisini hapa. Hii story anajua HK Majay. Okay. Maana HK ndo alinichukua twende kwenye ofisi yao kule. Kwa kwenye ofisi ukichungulia dirishani hivi unaona Costa inakuja, wanashuka watu, unaambia wale kikosi wale wamezunguka hii klabu yote wanakuinda wewe. Kwa mlango wa nyuma zunguka huko, zunguka kule nyuma pia unakuta pick up inashuka. Sasa wewe unajua ni watu wanakufuata wewe, watu wenye lifestyle yao. Unaambia wao wamekufuata wewe. Kwa mimi nikakaa kule ofisini na waza ni style gani. Majay akapiga simu polisi. Yani kipindi social media amna, mimi ningeshtua kijote that day man. Sababu waliingia mapolisi aina 4 ndani. 2 wanangoza nyumbani, 2 wana uniform, alafu kuna bouncer. Kwa mimi hapa, huyo mtoto huyo hapa. Polisi mwenye uniform ambaye ana uniform, polisi mwenye bomba afu na bouncer ndo natolewa nje ya club pale, anaangalia. Well, look at me now, man. Where this niggas at? Unajua? Atoka pale. Kupelekwa na paka nyumbani na polisi, mzee wangu. Sio lift. Kumbe baada ya pale sasa aro tumekufikisha salama. Kabisa ujisearch ni hii cost ya jamaa ndo ani cost hivi tena na yani dapo nikawapa jamaa mtonyo wao. Kesho nikaenda kusema bana Ruge. Yule Ruge tulikuwa tunadeka kwa ile deal yetu bana, rest in peace. Kaambia bana imetokea situation ABC. Jamaa sema is like that, basi ina noma. Akaeka security bila wewe kujua kama kuna mtu anakuangalia, ila kuna mtu anakufuatilia. Si hatujui, tuliishi maisha mazuri baadaye. Big time. Tunalindwa afujui kama unalindwa nini. Tunafanya mambo yetu. Paka unarudi home report bana ya mshafika home safe nini. Alifight sana kwa namna ya kuweka peacefully ya hii hali situation. Paka ika clear, na sijui ili clear vipi, lakini ilikuja kuzalisha vitu vingine wa vinega. Unajua nani, lakini tulikuwa tunajaribu kuingilia ule ugomvi. Ruge anasema kwani inakuhusu fanya mambo yako, achana nayo. Lakini mimi nilikuwa namshauri kwamba kama jamaa anaingia studio wanarekodi mangoma kutudis, mbona tuna marappers kibao tuingie na sisi tufanye hizo. Hii sio kesi yako, haikuhusu. Anasema tuache. End of the day kapita chini huko, naona kashikana mkono Mheshimiwa Nchimbi huko pale na Sugu na nani. Hiyo ndo jinsi ambavyo iliisha ya kina Sugu, lakini akila Pina ile maugomvi yale, nafikiri baada ya kuvunjana taya wakamalizana, mambo yakaisha. Of course Ruge aliingilia katikati. Lakini tukaishi peacefully. Ziko nyingi. Mimi mpaka Farid Kubanda Feed Q Raxiri Native day ya kwanza na naye ilikuwa ni ugomvi pia. Okay. Hiyo ngosi sijui. Niko zangu sasa ndo napiga Dr. Beat kabla ija XXL. Kuna jamaa anaitwa Rado, usiulize ngoma na bang. Namkumbuka Rado. Basi nilikuwa naipigia ile ngoma. Siku ya kwanza nadondoka sleep way pale. Nakuta yuko Farid Kubanda, yuko P-Funk, yuko marehemu Captain Gardner G na Lady JD kwa hapo hivi. Kwa mimi nashuka zile ngazi Fidi kama kalewa kidogo hivi, yuko tipsy. Akaniita fulani ile kwa neno fulani ambalo tunaheshimu wazazi wetu. Weti, wewe ndio unafanya, mimi mamangu anipigia simu ananiambia kuhusu wewe. Sikuwa tunafanya kazi mpaka wamama wanasikiliza na wanaambia watoto wao kwamba kwenye redio mtangazaji amesema huyu ni mkali kuliko wewe na wewe upambane. You know what I mean? Tulikuwa tunafanya za hivyo. Kwa mama yake Fidi alimpigia simu Fidi akisema hapo Clouds kuna huyu Adam anamzungumzia huyu Rado kwa engo ambayo unaona wewe unapotea. Kwa Fidi ile akaikatch. Siku nakutana naye sleep way pale. Yani wewe unafanya mazangu anipigia simu ananiambia nini? I'm like, yo, so your mama is better than my mom. Yani mama yako amekwambia. Sarakasi zile pale zikote. Ofisini Ruge. Kamsemea Fidi pale. Akaja na P-Funk nini. Mambo ya kuombana msamaha.
unajua alikuwa amepanic according to the situation. Na Fidi akaja kuwa mchizi wangu kichizi kipindi hicho, ampata show South Africa ile Big Brother. Yes. Akanicheki bana, twende ukanifanyie backup nini yani tukawa wana kabisa na Fidi, vitu vika clear, unajua. Kwa mambo ya game ya presenting, ziko negative issues, ziko positive issues. What's the best moment ambao unaikumbuka ukiwa kwenye radio, especially kipindi ambacho unafanya Double XL? Yani best moment ni kumtoa mtu mmoja pale, kumfikisha pale. Sio Roma, sio hizo big paka jina, unajua ile business from Mbeya to Dar. Sasa hivi kuzake state, shout out Young D Decimo, unajua unamtoa mtu mahali na anaifanya na inawezekana. Kina Diamond yawa wote since then, shout out to Romy, umeona. Kwa ukifanya kazi na ikafanikiwa, ikapeleka mtu mwingine somewhere else, pale ndo naposema kwamba nimeifanya kazi yangu. Japo kuna some other people accordingly, kuna siku niliwahi kupost kwamba I'm tired, au sio, nataka kupoteza huyu Adam na nini na nini, kutokana na blame za watu. Watu wanaona amna output. And where's the output now? Input, tumeona umefanya kazi hii kubwa, umefanya hivi na hivi na hivi, lakini wewe mbona atuoni yani. Sasa people want to see what, you know what I mean? Mafanikio naona bana, wasanii wakipush hizo mandinga, ndo si tulifanya ikawa hivyo ndo hivyo. Mbona wewe upush? Mimi nataka kuwa na garage. Kwa lazima ni push hiyo ambayo, kwa hiyo kuna kivitu watu wanataka kuona kupitia wewe kwa kazi ambayo umeifanya, wasipoione na kuwa lawama zinakuwa attack, paka naona unaweza ukajisi kwamba hivi ni kweli sijafanya kitu nini. Lakini deep down tumefanya vitu vingi. Very true. Vitu vingi sana vimefanyika, especially kwa wasanii ambao wametengenezewa njia, wasanii wengine wakashika mkono na wengine. Mi naamini kwenye philosophy ya mshike mtu mkono aende, wachane naye mshike mwingine. Hiyo ndio itasababisha tuweze kumove kwa pamoja, tuweze kwenda mbali zaidi. Hapo unajua umesema tenda wema nenda zako. Exactly. Yeah, man. Usingoje shukrani. Hapo waenga ndo tuwapigie makofi. Very true, very true. Wakati unafanya Double XL, the moment ambao tulikuwepo mimi, wewe pamoja na Feti, kuna kipindi zilikuwa zinatokea beef za ukweli. Yani watu Mchomvu ongei na Feti kwenye radio. Feti is not easy, man. By the way, mlinipaga wakati mgumu sana. Feti is not easy. Kitu. Tuko kwenye kipindi Mchomvu na Feti wamezinguana, lakini show inabidi iende hewani. Just imagine that. Niko hapo katikati. Mchomvu akiongea kitu kinachekesha, inabidi tu nicheke mwenyewe, Feti kavunga. Feti akiongea kitu kikachekesha, Mchomvu anavunga. Hiyo ilienda for 2 weeks. Lakini siku moja ikawa imeisha, kwa sababu sisi tulikuwa tunaishi kama familia. Do you remember that moment? Gotta to Feti one more time, man. Mnaweza mkakaa hivi. Feti, nafanya mambo yenu, labda story nini, some drinks nini. Akatoa tu idea, tuzetuni Arusha. You be like, Arusha style gani? Bana nyie bana, mimi naondoka. Akaondoka kweli. Kawasha gari huyo. Kawasha gari, service mwenyewe, akipata pancha abalisha tairi mwenyewe. How hard she is, yani ndo kufeti. Kwa hiyo tulikuwa tunapishana some issues, yani kuna hii hapa unaweza ukaisolve ama ukaitetea, lakini yani kwa nini ufanye? Yani unajitetea, yani kwa nini ulifanya? Unajua kumbe si ni binadamu, you can do some mistakes, lakini yani kwa nini uruhusu ufanye mistake? That's Feti right there, man. Na energy yake ni kubwa sana, na mkubali huko aliko, kwa sababu si thibati, lakini hayuko on air. You see how hard she is. Sasa uongee naye arudi au? Nafikiri afanya biashara yake ile ni nzuri zaidi labda, na Feti apendwi kupangiwa nini afanye. Anafanya kile ambacho yeye anaona ni right, au sio, na kitu ana knowledge nayo, yani uwezi mwambia kitu. Uwezi mwambia usifanye. Anaona kwa nini usifanye? Naweza kufanya, ikiwa ni issue nitatatua kwa hivi, itakuwa solution ya hii. Na muamini for that Feti. Na akirudi on air pia itakuwa ni kitu kizuri. Kwa nakuuliza hili swali pesa alafu linanihusu. Sawa. This is between me and you. Siku nimeondoka Clouds. Nimeenda EFM. Tell me the truth. The truth. Kwa sababu nilikusikiliza siku hiyo kwenye Hall 3
ulinirushia dongo moja alafu niligusa. Nilisemaje? Wewe jamaa ameisha sana. Unajua ulisemaje? Ukusema ulinipigia nyimbo eti ni nyimbo moja ya zamani. Yaani ni kama inazungumzia eti ni kama anazungumzia pesa haiwezi kutosha kitu kama hii. Hela itoshi. Hela itoshi. Ni loyo. Kwani unashindwa kuwa loyo? Honestly ile mimi ilinishangaza sana sababu na sikutegemea, lakini pia ni kitu ambacho kimenifundisha kwamba it's very possible, maisha kila kitu kinawezekana, sababu namjua Dazen venye ulikuwa unaipenda Clouds. Najua Ruge ni mentor wako deep downer. True. Asingeweza kukuruhusu upige hatua zile. Kwa umepiga zile hatua sababu hayupo. So Dazen is not loyal. Nikana najiuliza hizo maswali. Japokuwa ili back up kitu kikubwa sana. Another way. Talk to me. Another way ilifanya kitu kikubwa sana kwa sababu umeondoka pale. So mimi ndo nimebaki pale. Ofisi yetu pale ikapata pressure kwamba so style gani? Kuambia na mimi natembea. Yaani na mimi nangoa. Yaani una Dazen nini? Nikajiandikia mkataba magumashi. Hai Kitoi, hai. Mkataba magumashi bana, umeona mzigo, hii ndo namba ambao jamaa wanatoa. Kwa mkicheza kwenye namba hii na baki. Au inabidi mzidi. Maana kakaangu kule anachukua top of this one, you know what I mean? Sasa inabidi ubaki. Kwa hiyo kuna namna ilibadilisha game ya kuongeza numbers kwenye mishahara zetu, ma presenters. Kwa hiyo kwanza ilinishangaza, sikuamini unaweza kuondoka kwa jinsi ambavyo wewe ni familia. Sio Joe, sio Sheba, unajua ni paka ndani kabisa wewe ni familia ya ile pale. So ulivyoondoka nikashangaa kidogo, lakini nikaamini kwamba mabadiliko yapo na kile ulisema kwamba unahitaji challenge mpya. Nikaona ni sawa, labda go face new challenge. I'm glad ukarudi na maisha yanaendelea, lakini ile hatua ambazo ulipiga ilibadilisha maisha ya presenters wengine kadhaa. Na umerudi maisha yakaendelea, kwa hiyo no worries, ni kitu sawa tu. Usisurprise na mimi siku nikifanya hivyo. Ila sijioni. Lakini nitakwambia, ongoja kwanza before that. Unajua nilikwambia kwamba nitaondoka. Uliniambia lakini sikuamini. Ulisema tutakaa hivyo vikao. Nilikwambia mwanangu mimi. Uliniambia tutakaa hivyo vikao. Ngoja, ulisema tutakaa hichi kikao na kikao chenyewe ilikuwa tusafiri. Na wakati sijasafiri. Na wakati tunataka kikao kijafanyika, mtu kaondoka. Nimesalitiwa. Ngoja nikwambie kitu gani. Leo mimi nasema kila kitu. Unajua zile. That's why we're here. Okay. Right? Wakati nataka kuondoka Clouds, ilikuwa na Mchomvu pia inabidi aondoke na mimi. Mchongo ndo ulikuwa unaenda hivyo. Umeona? So wakati namwambia Mchomvu masuala ya kuondoka, Mchomvu hakuwa yuko tayari kabisa kuondoka. Obviously alikuwa yuko tayari kuondoka. Kwa hiyo sasa akaniambia nimwambie Majizo amcheki mwenyewe. Unaona zile. Kwa hiyo Majizo akakucheki siku ya kwanza, baadaye ukaacha kupokea simu. Mimi alinicheki aniita mpaka ofisini, nilienda. Umeona sasa kina Roma na wafuta vumbi na angalia watoto wadogo wale. Umeona sasa. So mwenyewe ndo nafikiri ukukubaliana labda na terms na nini ama loyalty ambao ulikuwa nayo Clouds, lakini at the same time mimi pia nilikuwa natamani kujifunza vitu vingine, kwa sababu kiukweli nimejifunza vitu vingi ambavyo vimenisaidia kunijenga mimi ambaye niko hapa leo. Umeona? So I don't know why ulikataa ile offer. Ni ile loyalty ambao uko nayo na Clouds, ama uliona isingekuwa ni move nzuri? Kwanza nilihisi ni kitu kipya kinaanza, kuna kukimbizana pale mno kupata, sababu nilishakuwa program manager, najua radio mpya ikianza jinsi ambavyo mtakimbiza kupata listeners, kupata matangazo, kutengeneza segment ielewe, kupata presenters wengine. Kaona hapa kutakuwa na ka procedure, wakati Clouds tayari imeshaika mizizi na ni entertainment house ambayo mimi napenda kufanya vitu hizo. So kuliko niende nikaanze moja, bora niendelee na 3, 4, 5, 6, 7. Unahisi kwa nini Joe alikwambia ameondoka lakini amebamiza milango? Unahisi kwa nini Joe alisema umebamiza milango? Hajafurahia nilivyoondoka. Niliondoka nimekasirika. Yes, why? Asema hata kama mtono
Bwana Joe akatwita hii. Umeona ilivyotokea hii? Yeah. Joe akatwita Yacht Club pale na vijana wake kadhaa, akawa anazungumzia situation, akisema hata kama nataka kuondoka lakini usibamize milango. Unajua unaweza ukarudi, sisi ndo wenye hii industry, unaweza ukaisi kule wewe ni mjanja, lakini sisi ndo tuna connect na kila engo, yani naweza nikakuback up sehemu nyingine yoyote. Sasa lazima mambo ya media na nini. Tukiwa na vijana wengine kadhaa. Kwani ilipita wiki, kijana mwingine naye kaota mabawa kaondoka. Bwana kuna mzee wa watu yule, sasa watampa pressure bana, mbona tuliongea vizuri, tukapiga mamisosi na vibe ilikuwa 100, lakini kila mtu ana jinsi ambavyo anashawishika kule ambapo anashawishiwa na anaona thamani yake iko sehemu gani. Sio hivyo ndivyo ambavyo ilikuwa, lakini kwa ulivyoondoka Dazen watu wengi wali surprise, lakini ilionyesha kwamba vitu vya kuthubutu vinawezekana. Hakuna wakati mgumu nimewahi kupitia kwenye maisha yangu kama siku nimeondoka. Yani nilihisi kwanza the day shout out to Majizo, but alipost ile promo bila kunipa taarifa, so you can imagine. Labda kwa sababu promo tulikuwa tayari tumesha shoot muda mrefu kidogo, wakati bado niko Clouds like a month ago, na tulishoot na Hans Kana, umeona. So kukawa kuna negotiations zinaendelea kati yangu mimi na Clouds kusaini mkataba mpya, na huku tayari nimeshapewa mkataba mpya, umeona. So kilichokuwa kinachelewesha ni HR department, sio wala mimi wala EFM. Nimesha sign contract ya watu, mkataba wangu Clouds umeisha. Yani hapo katikati niko tu. Unajua zile. So wakati naendelea kupush huku, let's do this. This is my new offer, nimepata sehemu nyingine. Can you do this? Jamaa na delay, anapita huko, anani promise kesho yake vitokee vitu. Kitoi we good though. Unajua zile. And then naona hapa tutaweza kumalizana. This is a good, very good offer. Offer ilikuwa ni nene bro. Ndio. Kwa hiyo nikaona mi at end of the day tushafanya vitu vingi. Sometimes you have to. Unajua zile unavyosema outcome uione, yani you have to. Yani unajua zile, yes, you need this amount of money ili uweze kusogea sehemu fulani katika maisha. Sure. That was it. Unajua zile. So tulivyomalizana ikaenda, lakini huwezi kuamini, Kitoi mwenyewe ndo alinipigia akaniambia contract yako ikiisha after 2 years, kwa sababu ni sign mkataba miaka 2, we need you back. Oh yeah. Ona zile. Kwa hiyo ndo nikarudi Clouds and I was happy, kwa sababu pale ni nyumbani kwangu. Umeona, damu yangu ni nyekundu, but ukinikata ndani inatoka rangi ya blue. So wakati narudi Clouds, offers zilikuwa ziko nyingi, mchomvu nyingi. Radio karibu zote ambazo nazijua sasa hivi zinafanya vizuri. Zote zilikuwa zinataka nirudi. Umeona, lakini kaongea na Big Joe akasema tunahitaji maso yako Clouds. So here I am and I'm happy by the way. Yeah, sure man. Unajua zile. Wow. Yeah. Crazy. Yeah, it's hii inafundisha nini sasa kwa watu wa industry? Kama Anskana anajua mjamaa yupo Clouds, anakuchukua na kurekodia promo ya station nyingine na aongei, hii game ina masnichi weki. Sasa posnichi uko wapi? Jamaa amestay real. Yeye amepewa hela yake ya kushoot, basi amemaliza kazi. Na kuna mtu mwingine alikuwa na engineer, huyu naomba nisimtaje maana unaweza ukamchukia tu bure. Watu wote wamepatia kuishape game. Unajua hapa ni game bado inaendelea kujishape mpaka ipate ile structure ambayo inahitajika. Baada ya hiyo situation, ilileta somo gani kwako? Ilileta somo ya kwamba chochote kinaweza kuhappen. Hiyo ni kama cheating, unajua. Hiyo ni kama kwenye mahusiano umecheat. You know what I'm saying? Kwenye maslahi. Kuna anything inaweza katokea. Kocha msingi hapa ni kusimamia kazi ambayo unafanya, maslahi yakae kama maslahi, na yule ambaye ata approach awe na maslahi ya kueleweka, ili kwa ajili ya kujijenga wewe kabla ya kujenga taasisi ama ofisi ambayo au kampuni ambayo unaifanyia kazi. Unafikiri ni kitu gani ambacho kimeendelea kutufanya sisi kuwa zaidi ya marafiki? Unajua zile tumekuwa ni familia, kwa sababu of course tumefanya kazi na watu wengi, lakini sio kila mtu tuko close hivyo kama unapokuwa na mtu mwingine. Tungeweza kuzingwana hapo katikati, of course ushai kuzingwana, lakini tumeendelea kuwa yani very close.
Of course ni shobo langu, mimi na shobo sana na twangala wewe ndo na shobo na wewe bro. Mimi napiga mabuntu shine haya hoja hiva kwa mtonyo gani officer labels kibao, lakini ambacho mimi naamini from you, wewe ni umeni inspire kile ambacho nakifanya. Still naendelea ku learn from you, unajua bado naendelea kujifunza vingi kutoka kwako, na bado game inatuhitaji, yani unajua tukikusanya nguvu zetu kufanya kitu fulani ina raise energy kubwa na taifa linabaki na tabasamu, sababu linatengeneza watu wenye nguvu, wenye maono, wenye goals, na inakuwa ni faida kwa taifa hili hapa. Kwa hiyo kuzinguana kupo obvious, tushachenguana na ulinitandika mimi. Kwa shida gani? Ni jimu au nini ile? Mvua inanyesha. Bwana mzee wangu. Ulinichapa sana. Doesn't thought. Unajua bana Dazen, nimemkuta ofisini. Dazen ni brother man, he was born to shine, mtu atu amepoaga tu. Kwa hiyo sasa mimi sela kidogo street hood nini. Relationship ya Dazen vituto fulani vimekam ambao labda wanapenda bad boys. A bad boy nikatokeaga katika mazingira ya Dazen akakosaga amani kwenye mahusiano yake, akawa anahisi mimi naweza kuwa na uhusiano na mtu wake, si akapiga vyombo akakaa levels wewe. Alafu ilikuwa tunacheza karata, ilianzia from somewhere, ilianzia kwenye game fulani, nilikuwa ni house party ile bani kwa baba. Right after that mzee wangu Dazen, bwana my girlfriend, you man. I'm like, me no man. Nikaona na nje mvua inanyesha, nikaona no, twende nje. Ofisa na kiselika chake chekundu kile, I don't need your ride man. Kukumgeni hapo Dar es Salaam sio mwenyeji sana. I don't need your ride man. Uipa na mvua inanyesha hapo, kwa kusemea ni kwa dimani tintinti oya D Dazen A B C D F G, so where are you at? Kanipick mahali tukaendeleza vibe mengine. Sema those days man, ilikuwa ni vipindi vizuri sana, labda tulikuwa machali pia. Umri kwa wadogo ilikuwa moment no 20s man. Kabisa. Nakumbuka mimi naanza kazi Clouds, mimi ndo nilikuwa mfanyakazi mwenye umri mdogo zaidi. Kwa wananiita the last born. Nimebahatika kufanya kazi na Fina Mango, mimi utaniweza fanya kazi na maremo Amina Chifupo, utaniweza mimi umeona bana, so it's a blessings kwa kweli. Kuna kipindi ulishawahi kufikiria kuacha kazi ya utangazaji? Ile yani I wish nimpoteze huyu Adamu huyu, kumbe ulikuwa aje kitu kingine pale ambapo unafosiwa kwamba watu waone outcome, unajua. Lakini end of the day kazi yangu mimi naipenda sana. Hainichoshi kabisa kiukweli. Hapa nitakuwa na mkufuru Mungu kwa energy ambayo amenipa kwa behind the microphone na kufanya ambacho nakifanya. Kazi sio ngumu sana kiasi hicho, japokuwa ni ngumu sababu unabeba natakuwa uwape watu, uwafeed watu knowledge, uwape watu information, uwape watu entertainment, wasaulishe shida zao ukiwa tu nyuma ya microphone. Kwa hiyo kuna kaugumu kake, sababu hata wewe as a human kuna time unapitia your situation, lakini ukiwasha microphone inabidi situation iwe kama hamna. Huo ndo ugumu wake, otherwise it's all good. Ni kucheza nyimbo, kuambia watu vitu vizuri, kunyosha kulipopinda. So I don't blame for what I do. Nilikuwa kuna mtu aliniuliza swali siku moja, nilikuwa naye, akaniuliza Adam Chomvu ni kama nani kwako? Unajua zile when it comes kwenye swala la kutangaza. Nikamwambia unajua kama ni mfuatiliaji mzuri, nitatoa mfano wa Arsenal sababu ni chama langu. Ni sawa na vile Gyökeres yuko pale mbele, hawezi kufunga bila assist ya Saka, unajua zile. So bila Mchomvu mimi sidhani kama naweza nikascore. I still see that. Umeona, akaniambia kwa nini msifanye podcast moja kwa pamoja, yani kawa ni Adam Chomvu na Dazen, alafu kwa kuna mtu mwingine katikati, then we talk about the industry. By the way, mtu mwenyewe ni George Bantu. Why don't we sit down and do this? Hivi hapa nilipo na podcast kama 4 kaka yako.
sijui mimi na shida gani, na naanza inaishia njiani, nakuja leo inaishia njiani, nakuja sijui ni kwa sababu nafikiria vitu vingi, creative mind, nafikiria hii, nafikiria na hii, naishia njiani. Kuna Steam podcast, kuna Lika Story podcast, kuna Adam na Hawa, hiyo niko na madem tu, ni podcast. Hazijaanza kuruka lakini zipo zinakam. Na hiyo ambao pia George anafikiri mimi na yeye tufanye, kuna ambayo naona mimi, wewe na George, lakini hiyo sio podcast. Hiyo ni tunanunua ideas kwa wale ambao wameweza kufikiria vizuri lakini hawezi kufikia kwenye malengo yao. Sisi let's buy their ideas, ama tuwa connect na wale ambao wanafanya vile ambavyo wale wanavifikiria kwa ukubwa zaidi. Hiyo pia ni kitu kingine ambao nafikiri. So there is a lot we can do together, my man. Yeah. It makes sense. Lakini hata kama una podcast nyingi, haizuii kufanya podcast nyingine, kwa sababu ulimwengu uko hapo, si ndio? Sure. Umezungumzia swala la creative. And mwanzoni hapo umesema kwamba as long as unajua mziki mzuri, una bring information, raia wanaweza kukusikiliza. Lakini mimi nafikiri, kwangu mimi, wewe ni one of the most creative people kwenye radio personalities ambao wako on air. Creativity na play part gani kumfanya presenter ili aweze kuwa bora? Sababu kama ni information, kila mtu anaweza kuzipata kwenye Google, umeona. Lakini namna gani ambavyo unaenda kuziwakilisha? Kwangu mimi I think hiyo ndio kitu muhimu zaidi. Sahihi kabisa. Siku hizi watu wanapata information kwa picha, kwa videos, kwa captions. Anaweza aka-comment muhusika wa ile news na yeye aka-reply hapa, wakafanya hata conversation. Inakuwaje mtu umtoe kwenye hiyo aje kusikiliza kwenye radio? Hapo ndipo ambapo creativity inapotokea. Utengeneze maneno yatengeneze picha. Yani ufanye maneno ya mtengeneze mtu picha yule ambaye anasikiliza. Hapo ndipo ambapo ubunifu unatokea. Yani kama hii ni glass hivi, unatakuwa yani uione beyond that glass. Sababu kila mtu anaona hii ni glass. Kwa hiyo unatakuwa uione hii. Yani kama hata ikiwezekana uione kama ndoo. Uione tofauti tu fulani, ili utengeneze picha nyingine ukizungumzia yule ambaye anaiona pia ni glass, lakini aione kwa utofauti mwingine. Kwa hiyo hapo ndo creativity ambapo inatokea. Ila haiwezi kuwa ndoo. Oe, sikiliza. Kuna wakati ambao tulikuwa tunafanya kazi, kipindi tuko kwenye Double XL, ama hata kipindi hiki tuko kwenye Jazz HD. Unakumbuka wakati ambao tulishindwa kuelewana kwenye jambo fulani, na tuliwezaje overcome hiyo situation? Mimi naamini Mungu bana ana mipango mingi sana. Kwa mfano, you remember like 6 years ago now, ile kampeni ya ambaye alitakiwa kuwa rais wa awamu ya 5, nazungumzia marehemu John Pombe Magufuli. Kwenye stage. So alikuwa rais ile kwa alikuwa akumaliza, yani ilikuwa tunaenda term ya pili sasa. Sasa nachozungumzia ni ile kwenye stage ilikuwa ni kumfanyia campaign ili aje kuchukua hiyo nafasi. Ilitokea ile mistake mimi na kakaangu Emmanuel Mbasha. Unajua ule mtama una negative issues na una positive issues. Upande wa negative, huwa nikienda mahali yani watu wananidefine kama ni mtu yule wa maanga, wa mahasira, wa kuchukua action hapo hapo. Iliniondolea matangazo. Unajua nilikuwa na telecommunication, nafanya nao matangazo, balozi, nilikuwa na kampuni ya vinywaji kama nakumbuka ile, nilikuwa pia na betting company nini. Sasa ule mtama ule, sababu yule jamani mtu wa dini kanisani na nini, kwa hiyo ikachukua watu wa makanisa ambao walikuwa hawamjui Adamu. Ile event ilikuwa ni ya siasa, ikachukua watu wa siasa wengine ambao walikuwa hawamjui Adamu. Kwa hiyo kila mtu akawa na maoni kuhusu mimi kwa messages na nini. It was a crazy moment. Sitaki kuelewesha ilivyokuwa. Lakini upande wa negative, upande wa positive, nilipata nafasi ya kuongea na JPM on the phone. Alikwambiaje? Sasa wewe vaa viatu vyangu. Okay. Ushafanya that kind of mistake, kila mtu anakuangalia wewe. Alafu anakuja mtu ambaye umjui anakimbia king. Ongea na mzee anakupa simu.
Hujui kwanza ni mzee gani. Moja. Pili, kwa alivyo tu moja, useme asalamu alaikum, useme Bwana Yesu asifiwe, useme shikamoo mzee wangu, useme samahani, upige magoti, uchomekee shati. Unajua ile zando, yani hapa what now, unajua ile ongea na mzee. Halo, nakumbuka kila kitu. Nasema siwezi kusema umenifurahisha ila naweza kusema umetuliza hasira zangu. Sasa ili wasikusumbue, andika waraka wa kuomba msamaha, alafu msiisi siro. Hapo nasemaje? Asante, nimekuelewa. Au unajitetea, unajua yule mzee amenichanganya sana. Wakati unafikiria kujibu unasikia ti simu imekata. Hiyo imeshaisha hiyo. Hiyo imeisha. Amesemaje? Amesema hivi na hivi na hivi. Hapo sasa tunachukua simu yangu, naandika nafuta, naandika nafuta, protocol babla, naandika nafuta. Kadafuta mtaalamu nikamwambia ABCD, ikachorwa ile pale. Nikasema post sahihi. Sina backup ya mzee, acha nione pressure yao inaendaje. Si ndio? Simu nyingi. Unatakiwa uje uripoti hapa. Sasa asubuhi ndo siro ule mchongo ulishia pale. Ulishia pale. Haukuishia pale though. Sasa positive nyingine, tuka engage na Gavo pale ambapo Dr. Abasi akaja kwenye kipindi chetu pale Double XL ku make piece of it ya mimi na Bwana Emmanuel Imbasha. Kwa hiyo kila kitu kinatokea for a purpose, for a reason. Na mimi ni mtu calm sana. Nilishatuma sana message ya kumwambia my brother, I'm really sorry for what happened, nini. Apunguze ma pressure, my brother Emmanuel Imbasha. Siku zimepita, najua atakuwa amenielewa, lakini pia tupunguze pressure pale ambapo vitu vinatokea. Kuna reason behind. Mimi nakumbuka wakati tuko hewani, kwa sababu story ya Mbasha mimi haikuni surprise sana, kwa sababu shakuona kwenye situation kama hizo. Unakumbuka Dully Sykes alivyokuja studio, niligombana studio mpaka mic zizimwe. Ushamliza Money Central Zone studio, Q Chief kashachezea ngumi hewani. Unajua zile. Too bad. Ni kitu gani? Yani kitu gani kwa kinamprovoke Adam Mchomvo anafika kwenye level hiyo? Yani kitu gani ukiongea kuhusiana Adam Mchomvo anaweza kufika kwenye level ya kurusha tani? Shida ya Adam nikagugo mpaka tarehe yake ya kuzaliwa, mwezi na nini. Adam ni Taurus. Na mataurus ndo hivi wapo. Si tu mimi. Hata kama una girlfriend wako ni Taurus, you know what it is. Hata kama bosi wako ni, hata kama your mom and daddy, your son, daughter ni Taurus, you know what it is. Kuna button ambao utakii kuipress. Ukipress hiyo unakuwa umemvuruga. Lakini pia ni mtu easy sana kusema sorry, calm down, au kuvumilia mengi mabaya ambayo utamfanyia mpaka pale ambapo utapress ile button ya mwisho ambayo ameona kabisa usipike kwenye hiyo. Hizo zimetokea. Ni kama tu binadamu wa kawaida. Si kwa sababu ni presenter. Hata wachezaji wanagombana uwanjani wakiwa wanacheza mpira. Hata wasanii wanagombana studio, hata producers. Kwa hiyo ni vitu vinatokea, lakini hii ilipelekea paka kwenda mambo ya counseling na nini. Shout out to Kusaga's family. Sheba alisababisha hii hapa. Ilibidi nikafuatiliwe, niulizwe what's wrong with you, lakini kumbe there is none wrong with me. Ninajitetea. Ukijitetea ni makosa. Sasa unajiteteaje sehemu ambayo haitakiwi kujitetea? Yani ilibidi labda interview iishe uanze kujitetea nje ya studio au So why you provoke me right there, like right there? Like right there, man. Dully anasema mimi nilikuwa dancer wa nini? Waitaje wale? Misifas. Kweli mimi na dance misifas. Japokuwa nachomjulia Dully tumefahamiana mimi kabla sio Mchomvo, unajua. Dully alikuja kuperform New Arusha Hotel enzi zile za Seki, enzi zile za maremu mimi sio mwizi. Nani yule anaitwa? Kuna mwanamuziki mmoja alifarikigi kipindi hicho. Dully alikuja na Johnny Mjema, alikuwepo na Seki na nani kwa event. Naona Dully ni bwa mdogo akula masiga nini. I'm like, who's that guy, man? Unajua za vile K-Town ile kuna style gani?
Arusha. Ikatokea event nyingine pia Duluti, hapo shafaa kufahamiana na Duli sasa. Wanacheza zile manini, tukaanza kufahamiana pale. Akaisa labda mimi nataka kuwa Misifas. Kwa hiyo kunikuta kwa industry bado anachukulia mimi ndo yule, I'm like yo me I'm not, lakini Duli ni mtu noma sana, mtu poa sana, amejenga industry na nafikiri tusha overcome hizo mambo, sasa hizi ni watu poa tu. Mpaka kwenye video moja ya Ngwea tunakaa tunafanya tuna kama hatuelewani katika video. Ilikuwa hivyo sababu Duli mtoto wa Dar es Salaam hapa, mjanja, huwezi kumwambia kitu. Kwa hiyo na mimi pia maujanja yangu ilikuwa ni ng'ombe wawili hawezi kaa katika zizi moja. Ulipata nini counseling ambayo ilikuwezesha kuweza overcome hizi situation? Na mtu ameniambia pia hizi mambo za kusingizia star sign hizi zina it's true. It's not true. It is, man. It is. Me, I can tell your behavior through your star sign. It's true. Tena ukitaka kuongea vitu deep, mzee wangu, mtu anaitwa Sudi Brown, anaye chini. Yule mwana majumui, mzee wangu. Hii mtafute Sudi some other time. Nitamtafuta some other time. Yaani tuzungumzie hii situation ambayo mimi Sawa, hiyo counseling nilienda. Counseling wakaanza kuuliza vitu vingi sana. Kama maisha yako ya utoto ulikuwaje, ulikuwaga bullied kwenye familia yenu, kuna watu wa aina gani, labda kuna watu ni wanene sana, unajua ile, au wembamba sana, au umefiwa mfululizo, yani like you are not okay on other way. Nikagundua vitu vingi kwangu, man. Sababu amna watu wanene nini, amna, tuko tu sawa. Ndo nikagundua Dazen, toka nimezaliwa paka leo mimi namshukuru sana Mungu for that, lakini that's where my worry is at. Nyumbani kwetu hatujai kuweka, hakujai kufungwa wanaita nini? Nini ile ajui nafunikwaga ile turubai. Unajua ile yani kufiwa labda. So na bibi na babu na mama na baba na yani hakujai kutokeaga msiba. Hiyo sasa kwenye hiyo counseling hiyo ndio kafani wazi. Kwa hiyo jawahi wakaa kama wananishangaa, kwani lazima, ila kwamba wakianza watafululize itakuwa ni hivi. Kona hiyo no story gani wananiletea. Lakini kitu kingine ambacho walisema sijaweza kurelax ni kuacha kupaint, kuacha kuchora ile. Yani katika kuzungumza na wale akaniambia mimi kuheal huwa nishia kwenye unachora kama una mavitu yako yanaishia pale nini. Just because you stopped doing that, hakuna mali una heal. Kwa hiyo mtu akikutrigger kidogo unajaa upepo, so go back to for drawing nini. Kana okay, that could be idea. So naendelea kupaint kama kawaida, na mimi ni mtu kama mtu, lakini zile situations zote ambazo zimetokea ninajitetea, ambapo mimi ndo nimechenguliwa. Mimi siwezi kuanza kukuchokoza. Lazima kuna mtu anakuwa you know what I mean, ndo inakuwa hapo. Na tofautisha kuchokoza na kutaniana. Watu kama hawajui, Mchomvu amewahi kutengeneza kampuni yake inaitwa Mchomvu Ink. Of course, yes. Hiyo ni ink ya wino, unajua zile. Ulifanya one of the best collabos ya Mchizi Wangu remix. Nafikiri ile ndio iko pale on top. Lakini zile projects ziliisha, ni kitu gani kilitokea? Back to kikosi cha Mizinga, Kalapina na Big Cow. Hiyo ndio hiyo ilikuwa mambo ya kukimbizana. Watoto warudi mkwao, watoto wa Arusha. So mimi nikaskuti, nilikuwa na wakensha tolewa maisha club vile na mabodyguard nini. Hii situation ni Rugi anaongea nao na malizana nao. Lakini kuna time nitakuwa nguvu yangu mimi iko wapi? Ile ngoma Mchizi Wangu remix inaweza kuwa ni moja kati ya ngoma ya mwanzoni kabisa ya kuhusisha wasanii wengi kwenye biti moja. Ile ni ngoma ya mwanzoni ya wasanii wengi kukaa kwenye biti moja. Nitafuta theme ya nyimbo ambayo inazungumza urafiki, ushikaji. Ndio ile Mchizi Wangu we ndo Mchizi Wangu. Sasa kwenye hii ngoma nachukua vichwa vyote vya hip hop vinakaa kwenye hii beat, kasoro yule ambaye anasema turudi maumu kwetu. Umeona? Kwa hiyo nikapiga ile kumkomoa Kalapina na kikosi, lakini kazalisha kitu kingine. Ndio maana kila kitu kina reason. Pina asingekuwa na ule unoko kipindi hicho, Mchizi Wangu usingekuepo remix kama ile. Kwa hiyo nikatengeneza ile bila yeye kuepo, na ka struggle kalikuepo kidogo kupata ma participators kama Juma Makini. Joel Kataa ile
sijui kwa sababu gani kipindi hicho, na River Camp na Nako Tunako. Kwa hiyo Joe akagushua, ila wengine wote wakaapia kina Mwana FA. Shout out to Mwana FA, ana deserve kuwa kwenye position ambayo yupo, sababu FA personally ashafanya vitu ambavyo either anajua ama ajui, lakini alifanya for industry. Wakati nafanya mchezo wangu remix, ilikuwa ni mwezi wa Ramadhani. Unajua pale ambapo namuita mtu anakuja studio, ataitaka nauli, atataka kula, atataka kunywa. Unajua kuna kagarama fulani ambacho kalitakuwa kawepo pale. FA yeye ndio moja kati ya watu walio insist kwamba hii ni mwezi wa Ramadhani, tumefunga, hamna mambo ya kula wala kunywa hapa. Akaraise JMO kwamba tukimaliza kurekodi this project, tunaenda nyumbani kwetu kufuturu, nyumbani kwa Mzee Mchopanga. Okay. Was a great moment. Tumemaliza pale, Allahu Akbar, tukapiga draft pale na Mzee Mchopanga, nini. Project ikakamilika na ika make sense kabisa, na wao ndo machizi wangu paka kesho. Mbona haikuendelea hii project? Project haikuendelea kwa sababu changamoto ziliisha. Kwenye industry. Maybe that changamoto hazikuwepo tena, lakini pia mwenyewe naweza kuchora, naweza kurekodi mwenyewe, niko na home studio, so nafanya maprojekti zangu tu na washirikisha wengine. Project ziliendelea by the way. Mimi ni wa kwanza kufanya project ya kushirikisha rappers ambao ni mapresenter kwenye nyimbo. Pia moja kati ya mahamasa wa kusanya wanawake pia ambao wana rap kwenye ngoma, dadahood kwa mami. Kwa hiyo kuna vitu ambavyo vinafanyika lakini behind the scene, ila vipo na project zinaendelea as my own project, na pia project za hivyo zitakam. Jina la Mchomvu ni brand, unajua. Na ndio kama vile watu wanakuamini, wanakupa pia brand zao uweze kuzishikilia. Kutengeneza brand especially kwa mtangazaji ni ngumu kiasi gani ama ni rahisi kiasi gani kwa mtazamo wako wewe? Brand ya presenter inatengenezwa na presenter ambapo atafufua vile ambavyo havipo. Ata raise something new. Watu wengine wataelewa kuhusiana na hilo jambo. Either ni baya ama zuri, then afanyie solution. Usiraise tu alafu kaiacha hapo. Ukiraise something, lazima pia utafutie solution. Shout out kwa mtu kama Milad. Kuna yule mjama mmoja pia naye The Umbrella, anaingia kitaani, anachukua vijana ambao hawajiwezi nini, anawapiga msasa. Wale ndo watu ambao watadumu kwa industry, sababu wana raise, wanatatua solution, wanamtengenezea mtu maisha anakuwa bora. Ndo kama hata ku raise talent, unamchukua msanii kule hajiwezi, unampiga brush, anakaa kama mtu huyo hapa, anaenda. Sasa yule ana familia yake, anaenea pia ataendeleza watu wake. Akiweza kula mtu akishiba nini, akisema asante, unakuwa blessed, unatengeneza brand yako hapo, life linaendelea. Kuna watu wanaamini kwamba presenters wengi ambao wanakuja sasa hivi, young creators, wanataka umaarufu zaidi. Yani wanautamani umaarufu, ile fame wanaitaka kwa ghafla, lakini hawajui kabla ya kuwa fame kuna vitu gani uvitengeneze hapo katikati. Unaweza ukawasanua leo? Nawaona presenters wanaokam wanajibrandi sana, unajua sio mbaya kukaa kama brand, lakini jina lako likubebe zaidi kuliko kile ambacho, kuliko nywele zako ambavyo utakuwa umezisuka, kuliko pini utakazokuwa umezivaa, kuliko ambavyo. Kwa hiyo jina yako wewe ndio itakutengenezea mazingira mazuri zaidi. Kwa mfano, mzee anaitwa John Mseke, Joe Makini. Kwa mfano mzee Mseke, yule mzee alikuwa na deni na familia yake, lakini ili play part yangu. Ndio maana najiamini kama presenter ambao nilifanya makubwa, sababu talent ya Joe Makini niliiona wakati niko chuo, na skele hao inapigwa lakini si kivile, naona mbona hii ni talent. Nikasema nikifanikiwa kupata ile chance pale, hizi ndo talent ambazo nitazishika mkono. Kwa nikamwona kweli Joe akaletea ngoma ile inaitwa Chocho, nikasema hii ni bonge ya joint hii, lazima hii sio ni chochote ama before chochote. Kuna hiyo ngoma nikawa naenda nayo na ifosi. Yani ilikuwa iruhusiwi kupigwa katikati ya kipindi, ilikuwa inaonekana ngoma kama chini ya kiwango, lakini nafikiri ma DJ walikuwa wanatengeneza mazingira ya mlungula. Kwa time kipindi inaisha ile nikiaga,
ndo ngoma ambayo naaga nayo na kisha feda ya DJ napandisha ya kwangu. Tunagombana DJ pale hivyo nako tunako end to end na Joe. End of the day Joe akaja kupata show akaprove kwamba who is he, sababu crowd yote ilikuwa inaimba na kufanya kile ambacho mimi nilikuwa naonyesha nikifanya kwenye radio, lakini akakifanya hadharani. Kwa back naye pia akanipa heshima. Kuhusu Nicki alikuwa naona captions zake mitandao ya kijamii Instagram. Alikuwa anaandika captions fulani sana before. So mambo ya fursa zikatokea ile Kigoma, nikawa nimekaa na Joe makini hapa. Nikamwambia hivi Joe, hapa Nicki is kubonga something hapa nini. Joe akasema msanue inawezekana. Nikamwambia bana Gerard kwa Ruge pale huyu jamaa anaweza kabonga kitu. Hapo ni Gerald Han. Kwa hiyo Nicki alivyonong'onezwa kwamba utaongea baada ya msemaji huyu na huyu, akachukua simu yake akagugo, ana kichwa kizuri, akaelewa cha kufanya. Alivyosimama tu na kubonga, kuanzia pale akaonekana huyu ni zaidi ya artist. Huyu anafaa kuongea kwenye fursa. Sasa hizi ni mkuu wa wilaya na mheshimiwa president anasema ni mtu ambaye anamsaidia kazi zake vizuri. Kwa hiyo hizo zote ni karata ambazo zimezicheza, zinaonyesha wewe ni nani, una maono gani na unafaa kuwa presenter sababu na represent what you saw na ziko powerful. Tuseme kila kitu kinafutika leo ambacho kinamhusisha Adam Mchomvu. Yani Adam Mchomvu anaanza upya. Utaweza vipi kujitengeneza from zero? Niliona Joe naye kasema mimi kwa mfano nikizaliwa leo, wewe ni Joe Kusaga. Na kuwa bilionea pap. Is it true Joe akiwa kijana leo anakuwa bilionea baada ya siku 20? Atakuwa na elimu hii alionayo. Na exposure hii alionayo, anaweza kuwa bilionea. Sasa uwezi kuwa na hiyo exposure. Haiwezekani bana. Si tunao vijana hapa tunaona. Kwa hiyo kwa umri ambao Joe yupo na experience ambayo anayo, ndio maana anaona opportunity ya easy na pia anakamtaji fulani. Kwa hiyo naona anakuwa bilionea kesho kutu. Lakini mchwe kijana mwenye miaka 20 sasa hivi, Joe ampe hiyo akili yake huyo kijana wa bilionea. Haiwezi. Dogo bado naye atataka ku experience, atataka hela zingine atazitumia pale. It's not easy. Kwa Adam kila kitu kifutika, alafu ni become fresh bila kuwa na makando, ningefanya nini? Ili kumtengeneza Adam Mchomvu mwingine. Mimi Adam huyu bana simlaumu bana. Huyu Adam huyu ndo it is what it is, it was what it was, it will be what it will be. Yani I am who I am, I don't complain, I don't blame. Sitaki kufuta kitu. Hizo zote zimenitengeneza kuwa mimi. Unafikiri industry ina support young talents? Nazungumzia upande wa personalities, watangazaji, presenters. Why only presenters? Kwa sababu mimi hapa nataka kuongea na Adam Mchomvu, presenter. Adam Mchomvu ambaye ni artist ameshafanya interview nyingi sana. Presenters wapi? Bana noma these days, wachambuzi nao wana engo yao. Bana podcast ziko watu wana engo zao, radio ziko watu wana engo zao. Upcoming presenter ambao wanafanya vizuri. Kwanza unawasikilizaga na ni nani ambaye anakuvutia kwenye radio, kwenye young presenters? Last time niliulizwa swali, wataji wa Clouds. Last time niliulizwa swali kama hilo na nilimuonaga kipindi hicho Big Chawa kwa zile interview zake anaongea na waheshimiwa kwa njia fani na nini. Amegeuka kuwa producer wangu sahi. Of course DJ Yazoo anajitahidi hata tubadilishe mawazo kidogo. DJ Yazoo is trying so very much. Good, ni presenter wa radio lakini anajitahidi kuifanya Arusha isiwe kama ya mkoani. Kwenye my event yupo, yani shout out to Yazoo, he's trying so very much. Na upcoming presenters wengine wote ambao wanakuja bana, wafanye vitu paka tuwatafute tuone nini wamefanya, waambukize watu paka style za kuongea, walete manu swag ama ni gani.
enzi zetu tunafanya kila mtu anaongea fofo. Umechukua safa ngapi safa? Do you remember, man? Yeah, I do, man. Mpaka Ruge anasema haina majoto. Bro, was not a joke. Yeah, true. Kwa hiyo ma presenters ambao wanakuja wawe creative, never regular. Exactly. Yeah. Exactly. Yeah, you're right. You are very right. Na ulikuwa unaleta maneno mengi sana kutoka mtaani. Ndiyo. Na unayakuza. Sikizi umeacha au ni sababu ya umri kaka? Kiutu uzima mzee wangu tushakuwa. Sasa Kennedy atafanyaje? Hebu leo waambie ukweli kuhusiana na industry ya utangazaji au kwa ujumla bila kuficha kitu chochote. Ukweli ambao huwa hauzungumzwi. Ukweli ambao hauzungumzwi. Nimwambie nani? Vijana wako wengi mzee wangu ambao wanataka kuwa presenter kama Adam Mchomvu. Kupresent cha kwanza ni kujiamini, ni kuwa wewe, be yourself. Of course hawezi kuwa wewe utaanza zamani mimi nilikuwa naongea kama Dazen. Copy sana Dazen mpaka Dazen ananuna. Na Dazen anakuambia kabisa washikaji zangu wasema unaongea kama mimi. Fanyaje? Lakini lazima ujitafute. Nikagundua utakuwa usome vitabu, soma magazeti ikupe flow ya kuongea. Tafuta information, current issues. Ni lazima uwe updated, ujue vitu. Lazima ujue historia pia, ukipigwa maswali ya history pia. Yani lazima uwe na uelewa. Presenter ni kujua vitu na namna ya kuviongelea. Usiwe shallow. Ukiwa shallow bana, wachambuzi wako deep zaidi ya presenter these days. Watu pia wanaweza wakaangalia vitu online, wakachat GPT, wakajua beyond the story. Kwa hiyo kama ni presenter, yani inabidi uwe presenter msomi. Kama mawakili wanaitwa mawakili wasomi sababu wanasoma kila siku. Kwa presenter inabidi tusave tuwe mapresenter wasomi, tusome kila siku ili tuwe na info za kuweza kushare na society. Umezungumzia hapa masuala ya kusoma, nimekumbuka masuala ya ithibati. Umeona juzi hapa mjadala umesomwa bungeni na watu wamediscuss kwamba wale presenters wa Kongo ambao hawana ithibati waruhusiwe kurudi kwenye radio. Nikakusikiliza kwenye kipindi pale, maoni yako yako sijui nisemeje, yako upande wako kwamba kulikuwa kuna haja gani then ya kuwafanya watu watafute ithibati kama wale watarudi. Of course. Point yangu pale sisemi eti kwamba I don't need Masudi, I don't need you name them. My point pale ni kwamba serikali isimamie kwenye kile kitu inasema. Ikisema jamani ndugu zangu, kesho hamna kuvaa mashati meupe, tujue ni kweli kesho tuvai shati nyeupe, Gavo imesema. Lakini ukivaa shati nyeupe kesho, lakini hii ni nyeupe lakini ameifuafua sana, inakaribia kuwa cream, kwa hiyo sio mbaya. Hiyo inakuwa ni uongo, wasimamii maneno yao. If you shoot, you shoot, you don't talk. Kwamba bana hauna ithibati, no go to the air. Imuhusu kila mtu ili iheshimu kauli yake ambayo ameisema, ama siku akisema hivi iwe hivyo. Lakini kwamba njoo lakini inawezekana unajua hamna noma, unajua hiyo vitu vinakuwa vipo serious na tutakuwa tuwasikilizi wakiwa na maanisha kitu gani tufanye. Sababu unajua baadaye watapooza tu, itakuwa hamna noma. Engo yangu mimi ndio hiyo, wamaanishe ambacho anasema. Hizi swali ambazo zinakuja sasa, it's kind of funny lakini zinahitaji truthness kwenye hicho ambacho nakisema. Uliwahi kujisikiliza mwenyewe mara ya kwanza kabisa, ulijirekodi na ulijionaje kwamba ni presenter mkalo presenter work? Of course sasa si a long time kidogo sikuwa natumia zile tape za hivi radio za national mnazijua. Kwa zamani sikuwa tunajirekodi pale pap, unaongea unajirani unajisikiliza. Japokuwa mipaka leo sipendi kujisikiliza huko kama mimi. Sasa sijui, sina information ambayo natakiwa nijifiche. Lakini nikijisikiliza naona kama waki fulani hivi. Hapa nitakuwa niongee hivi au hapa niongea hivi. Yani sasa kurekebisha uwezi, ndo ushaongea ndo hivyo. It is what it is. Lakini mimi mwenyewe sio fan wangu sana wa presenting. Wa music I am my own fan. Najisikiliza nikiwa naoga, nikiwa napiga mswaki, nikiwa kwenye gari, najisikiliza tu mwenyewe, najienjoy. Kwa watu ambao wanakusikiliza tu kwenye radio, yani wanamsikia, wanamuona Adam Mchomvu, lakini hawajawahi kujua Adam ni mtu wa aina gani, unawaambiaje? Yani Adam ni nani? Adam ni mtu ambaye anataka hela nyingi sana, mtu ambaye anastahili kuwa na hela mingi sana, na anazifukuzia
na kwa taarifa yao tu atazipata. That's Adam. He's your friend. He's a brother from another mother. Yeah. Your girlfriend favorite presenter. That's me. Mchomvu. Unakuwaga na vibe sana ukiwa kwenye radio. Sure. Unaona? Watu wengine wao wanauliza ni vibe au huyo ndio real Adam Mchomvu. Pale ni ofisini. Yeah. Ni lazima uwe na hiyo vibe, either unataka ama utaki. You must show the vibe, sababu ile ni Klaus character yake ya radio ni funny. So you must sound funny on the air. Kwa hiyo mara nyingine inakulazimu kuwa hivyo tu, hata kama you are not on that mood. Yeah. Unafanya show tunafanya of course show ya jioni saa hii. Ukiambiwa urudi Double XL kwa muda wa miaka 2, then retire kwenye presenting, utaweza kurudi na ni changes gani ambazo utazileta? Kwenye jazi kusiritai au sio? Kwenye sasa nitaritaya. Ujua dance sijui wewe. Yeah. Lakini mimi kudance. Yeah. Kwenye kiduku pale. Ndio game ikaanza kuniacha ni. Kuanzia kwenye kiduku, hizi style zingine za hivi naona kama inanikataa. Kuanzia Chino Wana man pale. Hao kuja wengine yani naweza nisiwajue yani. You know what I mean? So, yeah. Mama Amina hapa. Una present vipi ngoma ile pale? Na ni mtu ana haki yake na ana talenti yake na mashabiki zake. So nafikiri kwenye afternoon shows nikigo au nikitakuwa kurudi nitapiga ile classic fulani. Ni classic yani itakuwa ina kama bongo flavor zile za zamani, cream zile classic, na hao ambao wanakuja wasanii kabisa kweli, sio kwa ajili ya kiki, na wenye ngoma za maana kabisa, ndo itakuwa show fulani hivi yani. Umenikumbusha. Wewe kuanzia msanii gani game imeanza kukukataa? Mimi kiukweli game ya entertainment naipenda. Kwani entertainment ndo lazima umjue msanii? Of course. Upcoming artist. Kwa sababu hii ilikuwa inatokea automatic, kwa sababu katika zile preparations na nini lazima utakutana na msanii mpya. Kuna sani kwenye kipindi pale namuuliza Scratch, huyo nani huyo? Ananiambia huyu fulani. Okay, unakumbuka siku zile? Nikamwambia kuna huyu dogo anaimba sana yule, nimemsahau jina tayari. Lakini sidhani kama ingenishinda. Ila morning show I would love to do a morning show. Hata hivyo nisha kumfuata programs manager kipindi hiyo Bwana Seba. Nilimwambia if siku inatokea changes, I would love to be in the morning show, sio evening. Unajua kwa sababu gani? Kwa sababu mimi unajua nahisi nina vibe, yani unajua zile. Kwa hiyo ukiniweka asubuhi nitakuamsha, alafu nitakupeleka vile ambavyo mimi naona kwamba inafaa zaidi. Pia nishaye kuongea na Nchakali kuhusiana na hiyo. I don't know, si wewe. Samsasali anakusikiliza, atakuja Jahazi HD. Sasa akija Jahazi anaweza akafita, alafu mimi nikienda morning nitamkalisha. That's right. What about you, man? Morning show. Mimi napiga show zote, unajua mimi naweza piga show zote. Wakati niko Mbeya FM pale as a program manager nilifanya morning show. Nikafanya kipindi cha brunch, nikafanya cha mchana, nikafanya cha jioni, cha usiku, mpaka malavi davi na explain about LOVE to the fullest, na voko iko imekam. No way. Vizuri kabisa. Basi sasa hapa unajua tena, lakini hiyo ni maisha ya zamani. Sasa hizi mambo hamna tena. You know what I'm saying? Wako lakini presenter bado wanapiga hizo. Hiyo ni kizamani. New generations, they don't care about that. Yeah. Shona ngoma za blues sasa hivi when I need you. Hivyo bro. Gen Z, they don't care that. Yeah. Sasampa. Shughuli iko hapo. Shughuli iko hapo. Kwa mfano ukipewa chance ya kuwa let's say programs manager, unaambiwa fungua station mpya, ni kitu gani ambacho utakileta cha tofauti? Kwa sababu industry imekuwa kama ina show nyingi ambazo zinafanana kuanzia asubuhi mpaka jioni. Yani true say man. Hata radio mpya gani funguliwe, yani haishtushi, yani sishtuki, sababu I all do the same.
Ikija radio mpya hapa afu mtu ananiambia bana Adam njoo hebu igeuze hii, nitamfurahisha sababu nitafaa vitu tofauti na ambavyo tumevizoea kila siku. Taipiga upside down. Never kukariri like ambavyo imekaririka kwenye kila station ndio hivyo nitakuwa ifanyike. Mimi nitaipindua na siwezi kusema ataiba idea. Ila kama inakuja ije, please ofisi ziko wazi, leteni mimi nitawafanyia consultation ya radio yako. Presenter kwenye radio, sometimes you do TV. Ni wapi unakuwa comfortable zaidi? Of course radio. Kuhusu TV kuna material tulishatengeneza material kibao about Clouds TV naanza kipindi hicho kama unakumbuka. Yani nilikuwa na zamani sana rekodi kwenye vile vitape kama hivi vile. Nilikuwa imejaa, yani nilikuwa imejaa kama nani ndogo ile sulfate imejaa maclip ya mafiesta trip zile road trip, mahoteli manini nini hivi za kutosha. Kakangu Wasiwasi Mwabulambo sasa zile mimi niko nazo ndani maana unaona mbona kama mimi nilikuwa nimeshaiona future yangu mzee wangu. Zile sasa hivi nilikuwa na matbt ya kutosha. Wasiwasi leta ofisini ya mali ya ofisi. Achizi nikae nazo. Leta mali ya ofisi. Nimepeleka ofisi ikaungua. Basi bwana. Noma sana. Zikaungua bana zile tape zote. Kila nikionana na Wasiwasi naambia you practice your name vitu vinaenda kwa Wasiwasi. Wewe ni presenter radio TV. Wewe ni MC mkali sana kuhost events corporate, ziwe ni events za club ama matamasha kama fiesta. Wewe pia ni artist. Unaweza vipi? Mimi ni rapper, ni songwriter, mambo ya kumix ndo bado, ila kucompose beat I can. Ni wakati gani una enjoy sana kile ambacho unakifanya? Kulala mzee wangu. Sasa kulala imetoka wapi bro? Unataka kitu gani na enjoy kufanya? Ukati hivyo nilivyo mention. Kuhusu music kila kitu ni kitu poa sana. Kucompose beat hivi ni raha. Kukaa kutunga nyimbo hivi yani pia ni raha, sababu unaumiza akili yako, unajua vina nini make sense, ni raha. Kurekodi kuingiza vocal hivi pia ni burudani. Hamna mtu ana enjoy zaidi ya msanii nafikiri. Artist ana enjoy. Yani baada ya hapo tena kusikiliza kwenye ngoma yako kwenye radio inafanya vizuri pia ni poa. Kuperform sasa ndo kabisa. Ana enjoy pale artist kwa nafikiri music. So fun. Ndo maana ukiwa kwenye stage hata kama una MC tamasha ni lazima uchane kidogo. So unajua ile, sinajua Tulikuwa juzi hapa na episode zilizopita tumekaa na FA, tumekaa na AY pia. Tukawa tumediscuss swala la namna ambazo hizi show za bure zimeweza kuua matamasha makubwa kama fiesta. True. Unafikiri inabidi tufanyeje ili tuweze kurudi kwenye matamasha makubwa kama fiesta? Kwa sababu kama ni dunia inaenda kasi sana, tunamwona Fally Ipupa amefanya show kwenye stadium na jaza vibaya mno. Kiingilio cha chini kilikuwa 179,000 unajua. Lakini show imejaa. Bongo tunawezaje kuirudisha heshima kama ya fiesta? Kwa sababu mbali na kuwafaidisha watu wengine ambao walikuwa wananufaika na fiesta kama vendors, wale wanauza misosi around kule, wenye magari, wenye stage, wenye sound, lakini pia ilikuwa inamweka kwenye level fulani msanii, kwamba huyu msanii aliperform kwenye jukwaa la fiesta na ilikuwa hivi. Unaona, na ilipandisha majina makubwa kina Diamond, kina Jux, kina Bele9 na wengine kibao. Tunawezaje kurudisha kitu kama kile? Okay, kwanza hii ilianzia kwenye ofisi yako ambao ulikimbilia. Na sijui kwa nini kuwashauri kwamba kufanya show za bure ni kuua game. Unajuaje sijawashauri? Alikuwa anafanya vile alikuwa na imani kwamba ndo anavutia client. Lakini pale ambapo huyo client anamuona msanii ndo yule pale leo bure, kesho bure, yani sasa kwa nini siku ya tamasha lingine akalipie wakati ameona ukiperform bure? Ile ni kweli liuaga game. Na tulisema sana, sema sababu ya competition na watu pia napenda vitu vya free. Lakini pia on other way ni kufungulia dunia watu wawe kitu wanataka au kuchonga barabara. Sasa hivi wasanii wenyewe wana arrange matamasha yao peke yao. Unajua wasanii wanaingia chaka tu chaka, anaiona hela yake yeye kama yeye kuliko ile ya kumuita mwanze kugawana hela hii imepatikana. Lakini pia ni thamani ya hivi vitu vikue, sababu tukitoka hapa tukienda Mwanza CCM Kirumba pale
alafu kiingilio ni 5,000 10,000, haiwezi kulipa thamani ya ile event kabisa, kuanzia usafiri, hoteli, au sio, malazi, vyakula vya huyo msanii, vitu atavaa, madensa na nini, ile hela uaga hairudi. Kwa mara nyingi zinakuwa ni hasara. Ndio maana Fiesta bana ilikuwa ni kwa ajili ya raise the people station as radio ya burudani kwa watu wake. Lakini matamasha Fiesta kulipa ilikuwa lipi kiivo, ni ili watu wapate knowledge, waweze kuelewa nini cha kufanya, japokuwa kwa wasanii walifaidika na mambo ya sponsorship na hivyo. So ili ya matamasha yaweze kufanyika, sio tu si Fally Ipupa yenyewe, hata Nyashinski kapiga event kama siku 3 hapo Nairobi, mzee wangu, kapiga leo, kapiga kesho, piga la kesho kutwa, na wote watu wanajaa. Kumbe labda watu wanapenda bana. Nimeenda event kadhaa Dodoma pale Talatala, watu wanatuzwa mahela mengi kabisa. Mbosso katuzwa pale hela kutosha. Kwa watu bado watu bado wanapenda. Professor J Juice Kati watu wameenda. Watu wamejaa. Kwa hiyo people still love this thing. Ni kutengenezea mazingira ya watu kufanyia matamasha, na ni matamasha yafanyike, watu wataenda na kuipa thamani. Matamasha yalikuja na lawama nyingi sana pia. Mtu asipopata chance ya kupanda kwenye stage ya Fiesta, watangazaji wa kipindi cha Double XL wamesababisha, wamembania. Kwa hiyo ilifikaga msimu kwamba ikifika kipindi cha Fiesta tunajua tu tutaenda online kwanza kutukana. Iliwahi kukudisturb kwa namna yoyote? Of course, ina disturb sana, inasumbua, kwa sababu unaona kabisa hii si dhumuni langu, hii sio nia yangu, na hatuwezi kuaccommodate wasanii wote. Tuna wale ambao wanafanya vizuri ndio watapata nafasi. Kwa ni kazi ya msanii kurelease ngoma kali ili upate chance ya kuperform. Asa kama kuna namna fulani ya huyo msanii kutokuwepo, huyo msanii ya perform, wage ilikuwa inanitesa. Sasa kuna moja niliona feed anataka kupanda ngazi, kazuiliwa hivi, hamna kupanda. Unajua pale unamwona feed kabisa yule pale machozi na mlenga maskini. Alikuwa na dhumuni, lakini hizi kumbuka ni taasisi binafsi, wanakuwa na vigezo na masharti ambayo wao wanataka. Kwa hiyo kama wewe haufit in, hauwezi kuwepo hapo, hauwezi pia kulazimisha. Na ukipigiwa simu kuambia umezingua, at least umepigiwa simu umeambiwa, ukutakiwa hata kupigiwa simu ujishtukie tu kwamba umezingua wewe mwenyewe. Ndio hivyo bana, pole bana. Najua zaidi ni wewe unajisema wewe. Sababu Dazen ndo alikuwa yule wa list ya wasanii wanalipwaje, ulikuwa unacheza na hiyo. Kwa hiyo watu wanafikiri kwamba ilikuwa ni maamuzi yangu mimi. Hapana, ilikuwa ni maamuzi yangu. Ilikuwa ni kamati ya Fiesta na research na inapitisha majina ni haya hapa. Kwa hiyo hawa ndio utawapigia simu. Kazi yangu ni kupiga simu. Ile lawama zote zilikuwa zinashuka upande huu. Watu kama wanaenda Iringa, timu inatumwa Iringa mnataka wasanii gani? Wale watu ndio wanasema tunamtaka Baraka Del Pris, tunamtaka na Malo, tunamtaka na. Kwa hiyo tukija huko tunamtafuta Malo, Baraka na nini, nyie ndio mnatakiwa Iringa. Lakini sasa utashangaa nani anavyokumind huko kwamba style gani mnatubania, kumbe wala sisi. Tengeneza hiyo event wewe mwenyewe, nenda kafanye. Hujakatazwa. Watu gani wanakujua vizuri zaidi? Marafiki zako au fans wako? Wamesema siku hizi kumintroduce mtu kama rafiki ni uongo. Oh yeah? Unamintroduce mtu kwa jinsi kama alivyo, kwamba bana huyu ni my colleague, nafanya naye kazi. Huyu ni my classmate, nimesoma naye. Huyu ni shemeji yangu, ex wa nani. Lakini ukisema huyu ni rafiki yangu, kuna siku huyo mtu ambaye umeintroduce as rafiki yako anakufanyia kitu, paka yule mtu ambaye ameintroduce kwamba huyu ni rafiki yako anashangaa kwamba kwa rafiki yake anaweza kumfanyia hivi. Kwa don't be easy to say this is my friend. Mimi ni nani? Introduce kama you are my cousin brother. Yeah. I just wanted to know that brother. Kwenye rafiki. Sasa wewe hatuwezi kufanya mambo ya kiduanzi. Yeah, you are right. Tunaweza kufanya mambo ya kiduanzi naye. Hatuwezi. Umenyoka mkaka, watu hauna mambo mengi. Rafiki yangu namjua kabisa, DVD Toronto. Najua kabisa ile mwanangu anatuafaa vitu vingi muda wote.
Ni kitu gani ambacho wewe kuongea cha uongo alafu hewani alafu ukaking'ang'ania mpaka watu wakahisi kwamba huyu jamaa amewahi kuongea ili jambo aliongea Adamu Mchomvu ni ukweli? Ile tumenunuana na Feti afu maki ikawaka. Yusufu huyo hapa. Feti limpanikisha ile. Mwe kununiana na Asha maki ambia Feti umeharibu hali ya hewa bana. Sasa unajaribu hali ya hewa bana. Kwa hata kuprove watu kwamba mimi sijajamba. Can you prove that? Na hii ni radio. Yani can you prove? You can. Hizo. Ile haikuwa kweli. Lakini nilisema Feti akijitahidi kujitetea anazidi kuharibu. Lakini it was fun of it. Yani mimi wanapenda kufanya radio show, si kutangaza. Hiyo ndo sababu ambayo ilifanya ile kwa huku mtu aongee wiki mbili kisa hiyo kitu. Kuna kipindi tuli act kwamba tumepigana studio. Huyu jamaa anaona mbali sana, akasema chukueni video rekodi. Anikwambia muda umeenda bana, video ya nini? Tukarekodi, tukatengeneza purukushani pale ndani. TCRA wamejua ni kweli, ushahidi hakuna. Ndio. Kwa sababu hatukurekodi video. Ile ilikuwa msala sana, ikabidi tupumzishwe. Those are ideas za mambo za fiesta. Pale ilikuwa ni dhumuni la Feti, Dazen na mimi tuje na albums tofauti. Dazen aje na combination ya album ya wasanii wake, Feti combination ya album ya wasanii wake, na mimi pia. Kwa ule ugomvi hapo ndo kiki, neno kiki hamna, lakini ndo form kiki hapo. Tunatengeneza attention, watu wajue kwamba kuna kitu kama hiki. Kwa kama tuna fight kila mmoja albamu yangu. Itokeo vurugu, then event ikifanyika, tunaenda pale bana, mimi albamu yangu ni hii hapa, ina wasanii A B C D E F G. Dazen na yeye ana kwake na Feti. Idea ilikuwa ni kwamba Ruge angekuja studio, asi wenyewe mnagombania nini? Umeona? Kisa ni kutengeneza albamu ya Fiesta, basi kila mtu atengeneza albamu yake. Unajua zile. That was an idea. Ikatu backfire. Vibaya mno. Backfire yake ni kwamba kipindi kinatakiwa kifutwe, amna kipindi kinaitwa XXL. Paka majina ya watangazaji, yani kama yeye ni B Dazen, amna tena mtangazaji atakuwa kuitwa B Dazen. Njoo na jina nyingine. Ilitusumbua kidogo. Ilitusumbua kiaina fulani kwa sababu picha pia zilipigwa kwa kamata mic mbovu, viti vibovu, tukaviweka studio kupigwa picha kuonyesha kwamba ni kweli tukio limetokea. Ikatu backfire. Kwenye kuombana msamaha, Ruge alikuwa anajua namna ya kufanya hivi vitu bana. Sio tulilipa fine ile. Tulilipa fine, lakini tukaruhusiwa kuendelea na kipindi na majina, lakini album haikutoka. Tusimesi na mamlaka. Hivyo ni vitu creative, lakini sema tu ni kuna kiki ambayo mwewe kufanywa kwenye industry ambayo ni ya kiwaki, wewe mwenyewe unaona what is this man? Kiki ambazo zinaharibu zipo, kama mtu kusema kafa. Ile ilikuwa mieyusho sana ile. Malkia Karen ameingia watu sasa hivi. Sijui atafanyaje ku clear this, lakini sasa hivi hata kitokea kitu serious kwa our lovely daughter, watu watakuwa wanamdoubt kwamba unamaanisha au unaleta mambo yako ya kiki. Hiyo nayo. Too bad. Kwa mimi nafikiri mambo za kiki kuitafutia engo ambayo haitaathiri, unajua, kiki ambayo haitaleta negative energy yani kwa watu, inaweza kukusaidia, lakini kiki ambayo tukuonee huruma ni feelings zetu zinakuwa hapo. Alafu inakuwa sio kweli. Asi zile feelings zinageuka hasira na support inapungua. Very, very true. Kuna kiki ambazo zinaenda positive alafu zinaleta you're like okay, this is good. Yes. Still mpaka sasa hivi kwangu mimi kwa siku za karibuni the best one ni ile ya Zuchu anamuuliza Diamond who is Amanda. Alafu akatoa ile nyimbo. The best. Yani unaona kabisa watu wamekaa wamefikiria alafu wamecome up na kitu ambacho kina make sense. For sure. Naamini wabunifu bado wanaendelea na kazi zao. Tatokea dude fulani. Uozo jina dude linaitwa Manunu kweli? Afule ni msiba, don't make fun of it. Rest in peace. You're right. Amen. Ujue dunia inaenda kasi sana. Juzi hapa nilikuwa nasoma sehemu, nikakutana na athari ambazo zimeletwa na social media kwenye namna ambavyo hizi traditional media, radio, TV, jinsi ambavyo zimeweza kudrop. Umeelewa? Lakini huyu jamani ni mtaalamu wa masuala ya masoko na nini, akasema kwa TV
imekuwa mbaya sana. Na gazeti. Na magazeti. Na hata ukifanya research kwa watu wa sales ama makampuni ambayo wanaweka pesa zao kwenye radio, TV, pamoja na magazeti, wamepunguza sana bajeti zao. Especially TV imeathirika kwa kiasi kikubwa mno. The next thing ni magazeti yameathirika kwa kiasi kikubwa mno. Radio kuna namna kama imeanza kuleta effect ambazo tunaziona za moja kwa moja. Lakini jamaa amezungumza na kusema kwamba traditional media, especially radio, bado zina nafasi kubwa sana ya kutengeneza pesa. Kwa mtazamo wako wewe Mchomvu, unaweza vipi kwenye dunia ya sasa kuweza kushindana na social media na huku radio ikaendelea kufanya vizuri? Okay, kwanza kushindana ni ngumu. Labda we join. Lakini nasema radio inashindana na social media is not really possible. Ni radio imjoin social media. Pale ambapo unafanya radio show yako, kuwe na cameras kama hivi zinakuzunguka, zinakuchukua, au kuwe kuna YouTube channel inaenda live kupitia mitandao ya kijamii, ama kile ambacho nakiongelea hapa, kuwe kuna mtu anarekodi kama vile anakatakata, anaekea picha nini inaingia kwenye TikTok, Instagram, nini. Kwa hiyo utakuwa umewapata wale ambao wanakusikiliza kwenye radio, na wale wa kwenye mtandao unawekea kile ambacho umekisema na picha na sehemu ya caption na sehemu ya wao kutoa maoni yao. Kwa hiyo unakuwa umekamata social media na kwenye radio pia. Ukisema ufanye radio peke yake itawachosha, watu wataka kuona, watu wataka kutoa maoni yao pia. Kwa hiyo ni kuattach social media na radio ikae sehemu moja. So, zipo, lakini radio zinapeleka material yake kwenye social media, lakini bado unaona kabisa nguvu ya social media ni kubwa zaidi kuliko radio stations zenyewe. Of course, sasa social media, as nimesema mwanzo, mtu ameposti picha ya yai pale, mimi ambao nimeona naweza nikaandika pale, mimi naweza kula mayai 3. Akaja mtu chini pale asema 3, mimi naweza kula 15. Mwingine akaja kusema mimi naweza kula mayai ya kukaanga. Mwingine mimi naweza yai natengeneza makange. Kila mtu akatoa maoni yake kuhusu hilo yai. Lakini kwenye radio ukisema mayai 5 yamevunjika, mtu tutasikia mayai yamevunjika, sasa tafanyaje? Hawezi kufikisha maoni yake, yani inaishia on air. It's different na social media ambapo mtu anaweza comment kabisa na yeye akawa ni sehemu ya hiyo ya jambo hilo hapo. So there is no way ya kushindanisha, ni kushuka radio ifate social media. Kwa hiyo kila kitu kikae kama podcast. Lakini pia soma hayo maoni ya watu kupitia social media, yasome hewani. Kwa unakuwa mwashiri. Au kama show ni saa 12, unaanza kuposti saa 10, unawambia topic itakuwa ni maua ya njano. What do you think of maua ya njano? Utasikika baadaye kupitia show fulani, muda fulani. Kwa hiyo effect ya social media kwenye radio ya sasa ni kubwa zaidi kuliko kipindi kile si tuko kwenye radio, right? Obvious, yes. It's true. It's true. Yeah. Na hiyo ina affect moja kwa moja msanii. Ndio maana labda hatuwezi kusikia msanii mpya akiwa anakuwa introduced kwenye radio, ama ni presenter ambao kwenye vipindi wanashindwa kwenda sawa na hilo, kwa sababu exclusive ya msanii anaweza kuipeleka mwenyewe kwenye page yake ya social media kumaliza kila kitu. Ni kweli. Tunarudi back kwenye ubunifu ama creativity ya yule presenter. Zamani sisi tunatoka ofisini tunazunguka kwenye studios. Kwa mfano I'm a good boy, ile ni nyimbo ambayo niliiba studio. Kwamba hii ni ngoma kali, lakini msanii ajishtukia nitaitoa lini. Unajua braza yangu pia na rap, unajua hii ngoma ni kali, nikaichukua nikapeleka kwenye radio, nikaicheza ikaenda. Ndo akawa ndo huyo hapo. Lakini pia wewe ambaye ni presenter sasa hivi, usisubiri ngoma uletewe, usisubiri ngoma uione online. Toka hapo ambapo upo, zungukia ma studios tofauti, ongea na producer yeye ndo ana produce. Kwa ngoma gani umesikia ngoma noma sana, msanii gani mpya unamsikiaje, atakusikilizisha wale. Wewe kama presenter una sikio bora, utagundua na utamchukua, utamweka hewani. Ukimweka hewani akilia akienda, unakuwa umefanya kitu cha thamani, unathamanika na yule msanii, right, watu wake, mashabiki, na unakuwa umefanya kitu tofauti. Yeah, ikakutengenezea jina pia. Something exclusive. Kama hiyo mtu ameenda studio, umechukua wimbo wa Good Boy wa Nicki wa Pili. Sawa, sasa hivi kuna power ya social media, lakini unaweza ukapata ka exclusive chako wewe na Nicki ukiwa mna record kama video
ikatambulisha kwamba huu wimbo bila presenter huyu tusingekuwa hapa. Yes. Ndio nampa nafasi msanii na yeye sasa endelee kuipromote ngoma yake. You're right. Ni sawa tu la kwenda nayo hivi. Ni kweli. Haya, this is your question now. Nataka kufanya kazi na kuinterview mtangazaji. Yeah, of course. Ndio. Hii interview ni yako bro. Relationship vipi? Mchomvu amefunga ndoa? Kuna ile swali niliona kwenye message ulinitumia, how you raise your kids nini. Hai, kabla tujafika huko tuanzie hapo kwenye ndoa kwanza. Mara nyingi mimi kwanza ni mshamba wa hayo mambo, you know what I'm saying, yani sio professional kabisa. Alafu kitu ingine, vitu ambavyo vinahusisha hisia bana, mimi siwezi kuwa na explanation nyingi. You know what I mean? Maana mara nyingi nakuwa ni wewe na yeye pale kati style gani. So ukiongelea kwenye mic hapa inaweza usimaanishe au nini. Ile swali kwamba unaniacha hivyo. Ndio tushaondoka hapo. Mambo ya kuoa haitatokea. Tuongelee generations ambao wanakuja. Okay. Nimekuambia kwenye mambo ya mahusiano mimi ni mshamba. Sina maujanja, yani sitaki kuwa hero for dash ish. No. I will be pale ambapo nitakutana, yani ile kitu yangu, so ile kitu yako fresh, yani as a fresh yani. Sio kitu used hapo unajikuta kifua mbele. Sijui umenielewa. Najaribu lakini okay, let's talk about that. You are a family man, uko na dogo. Kuna swali ambalo amesha kuuliza mwanao mpaka ukaona hii ni nini? Viazi. Kwenye homework. Fanya homework, mimi na panic yani. Hapa mshindani. Dogo be like yo, si ndo maana niko shule. Alikujibu hivyo? Bwana. Ambaza mzee una panic hivyo nini yani? Yani hasa kama ningekuwa najua kwa nini naenda shule sasa. Bwana. Sijui, ndo maana naenda shule ili nijue. Hasa wewe una panic hivyo, una panic nini? Yani na mimi nikajiona hivi ni kweli ni. That's true. Ndo maana naenda shule. Kwa sasa hivi hata homework hamna haja kuwa na pressure ya juu sana. Ni taratibu tu naenda naye. Maana akamwambia okay, fanya wewe. Kaza kufungua ChatGPT. Usitumie akili, you know what I mean? Kwa watoto wa siku hizi tofauti sana na wa zamani. Siku hizi anakuhoji na anatafuta reason, ama eti unamchapa. Kwa unanichapa ili uniue au nisamee? Kama ni kunichapa tayari ushanichapa. I got it. Unaendelea sasa, you want to kill au nijifunze? Nimeshajifunza. Naona fimbo zako hazina maana hapa. Maisha ya siku hizi tofauti na zamani, huwezi kujudge, huwezi kuuliza. Anatumia simu ya mkononi. Yani ukisema atumii ni unamchelewesha na atapitwa. Dunia ndo iko hapo. Ashafanya solving za problems sikutegemea. Kuna mjamaa na gari kwenye dashboard pale inaandika Kichina. Kwa hiyo mshua yuko tu busy yani kuwasha gari, kwenda ofisini, kurudi ndani. Sikia naona mtoto wake yuko ndani kama masaa 2-3 hivi. Yuko wapi? Ni mtu ambaye anajiweza, yuko floor ya juu. Kashuka chini nini amuone dogo. Kumbe dogo yuko parking, kachukua funguo ya gari. Baada ya masaa 3 anarudi anambia, "My dad is done. He's working now." He's working what? Gari dashboard andika Kiingereza. Yani kabonyeza mpaka imeandika nao inasoma English, na alikuwa ajui kama roof ya juu inafunguka. Kwa kutokana ile dashboard pale inasoma in English nini, dogo kabonyeza roof ya juu. Dogo mdogo miaka 8-9. You know what I'm saying? Mshua na elimu yake, lakini alikuwa hajui kutumia. Kwa hiyo technology na madogo sasa hivi lazima waanze kuwaruhusu, waanze kuendelea kufanya mambo yao, asije kuwa mshamba baadaye. Mtoto wako utatamani awe presenter au msanii? Neither presenter no msanii. Why?
maybe could be lakini kwa nini mpangie Buddha ase kwa nini I can't pangia him being anything, sababu mimi mshu wangu hajanipangia. Mimi dingi yangu ni mtu anapenda mpira kuliko mpira ambavyo unajipenda. Ashakuwa paka kocha, ashakuwa mchezaji. Arusha Football Club, mzee Mchomvu pale ndio inchaji wao enzi hizo. Anafundisha mwenyewe, anadhamini mwenyewe, yani unajua ile. Lakini end of the day dana tatu nikipiga nachoka sana. Mbona sija kama yeye, yani unajua ile. Kwa kila mtu anakuwa ambavyo kapangiwa kuwa. Okay, let's say tumtoe mtoto wako. Mwanzo umesema usingependa awe mtangazaji wala asiwe msanii. Why? Yeye tumtoe, yani kwa mfano No. Nisingependa kumpangia awe kitu gani. Okay. Akiwa presenter, awe presenter mbunifu, hii ni kazi, yani apige hela. Tena ukiwa presenter dogo, endorsement zikianza kuja, sikwambia sasa fanya hii, kuna zingine zitakuja, yani wewe chukua hii kwanza, kuna ubalozi, wewe chukua kabisa ubalozi wako, chukua kabisa. Hii kwamba kuna ambayo itafuata, uwaga wanapiga bwegni ni fix azitokei. Kwa achukue lake kabisa. Na kama ni artist pia, wasanii wana hela sana sasa hivi. Hela inatengenezeka nyingi sana. Ule ni uwekezaji wa hali ya juu, sababu ngoma kama bado ziko online, mtu akienda kuangalia Moyo Wangu ni ngoma ya zamani ya Ofsa, lakini bado hela inaingia. Kwa hiyo artist pia ni uwekezaji wa hali ya juu, ukijiweza na ukijipata tajiri kabisa. True. Hai, imekuwa great sana Mchomvu. Sure. I think this is the longest interview ever done here kwenye Dazzle. Na sijaifanya podcast, amna something like bite nini. Sasa bite utakula bite huko naongea bro. Munchies kidogo. Njoo Steam nikukaribisha kwenye podcast la Steam. Hiyo inaitwa Steam. Unafikiri you know what I'm saying? Hapa some lika, cheers nini. Lete Mchomvu lika. Watu wanaongea ndani. Leta brown bottle. Alafu kuna lika story pia. So unajua lika za kutosha. Stories pale umeona. Adam na kina Hawa. Kwa hiyo inshallah things are coming na vitu vitakuwa sawa tu. Kama kuna maswali mengine mtamtumia Dazen message, atanialika next episode, of course I'll be here. Exactly. Why not? Why don't you log out for us? Production company inaitwa Mountain Line. Shout out to Mountain Line. We were born to shine. This is how we do. Episode ambayo inafuata itakuwa so much amazing ndani ya Dazen Selection. Guess who will be? Stick right there. Ambaruti aji tena.